asante kwa ajili ya upendo wako. Tunakutukuza kwa ajili ya upendo wako, tunakuinua kwa ajili ya neema zako, tunakuinua kwa ajili ya nguvu zako. Asante kwa ajili ya mahali hapa, asante Mungu wetu mwema, tunakutukuza, tunakuinua, tunalibariki jina lako. Tunasema asante Bwana, asante kwa ajili ya neema yako kubwa ambayo Mungu umetupa. Tunakutukuza Bwana, tunakuinua El Shaddai, Mungu mwenye nguvu, tunakuinua Mungu wetu mwenye uweza. Tunalinua jina lako lipita majina yote, jina lenye nguvu, jina lenye uweza. Tunasema asante Bwana kwa kutupa neema na kibali tena cha kuweko mahali hapa Bwana. Tunakutukuza, tunakuja mbele zako Bwana, mbele za macho yako na mbele za uso wako. Tunasogea mbele zako Jehova, mbele za macho yako, mbele za uso wako mtakatifu, Mungu wetu mwenye uweza. Tunasogea mbele zako Bwana, tunahitaji Bwana msamaha wako, tunaomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana ukatusamehe kwa dhambi zetu zote ambazo Bwana tumezitenda, nyingine Bwana kwa kujua, nyingine kwa kutokujua. Tunakuja mbele zako, tunakuja mbele za macho yako Bwana kama watoto tuliokosa mbele za macho yako na mbele za uso wako. Tunakuomba rehema Bwana, tunakuomba msamaha, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako. Tutakase Bwana kwa roho wako, takasa mioyo yetu, nafsi zetu, akili zetu na mawazo yetu. Tunasogea mbele zako Mungu wetu mwema, tunaomba rehema Bwana, tunaomba msamaha, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako na kwa roho wako. Tunakuja mbele zako Jehova, tunashuka mbele za uso wako, mbele za macho yako matakatifu. Tunahitaji rehema, tunakuomba Bwana msamaha, tunakuomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako. Tusamehe Bwana kwa dhambi zetu, tusamehe Bwana kwa makosa na kwa maovu ambayo Bwana tumeyatenda. Tunakuomba rehema Bwana, tunaomba msamaha, tunakuomba Bwana ututakase kwa damu yako. Roho Mtakatifu, takasa mioyo yetu, nafsi zetu, akili zetu, kwa maana imeandikwa Mungu wa amani mwenyewe atakase nyinyi miili yenu, nafsi zenu na roho zenu. Nasi Bwana tunakuja mbele zako, mbele za macho yako, mbele za uso wako. Tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako, tusafishe Bwana kwa damu yako na kwa roho yako, katika jina lako takatifu. Tuko mbele zako Jehova, tuko mbele za macho yako, mbele za uso wako mtakatifu, Mungu wetu wa Israeli. Tunakuja mbele zako Bwana, tunakuja mbele za uso wako, mbele za macho yako matakatifu. Tunakuomba rehema Bwana, tunakuomba msamaha Bwana, tunakuomba ukaturehemu Bwana kwa damu yako. Tunashuka mbele zako, tunashuka miguuni pako patakatifu pako. Tunaomba rehema Bwana, tunakuomba rehema Bwana, tunaomba msamaha, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako. Tutakase Bwana kwa damu yako na kwa nguvu zako. Takasa mioyo yetu, nafsi zetu, akili zetu, mawazo yetu. Tunakuja mbele zako Jehova, tunakuja mbele za macho yako Bwana. Tunakuomba Bwana ukatusafishe, tunakuomba Bwana ukatusamehe Bwana. Tusamehe Bwana kwa makosa, tusamehe Bwana kwa maovu yetu, tusamehe Bwana kwa njia zetu mbaya ambazo Bwana tumeziendea. Tunakuja mbele zako, tunatubu, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako na kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote. Tunahitaji rehema yako Bwana, tunaomba msamaha wako Jehova. Tunakuomba Bwana ukatusamehe Bwana na kutuosha kwa damu yako na kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote. Tunakuomba Bwana rehema yako Mungu, tunaomba msamaha wako Bwana. Tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako na kwa nguvu zako. Tunasogea mbele zako Jehova, mbele za macho yako Mungu mwenye uweza. Tunakuja mbele zako Bwana, tunaomba rehema, tunakuomba Bwana msamaha, tunakuomba Bwana utakaso wako. Tunakuomba Bwana ukatutakase kwa damu yako Bwana jioni ya leo, katika jina lako takatifu. Tunakuja mbele zako Bwana katika nguvu yako. Tunakuomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana msamaha Bwana. Tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako na kwa nguvu zako. Takasa kila mtu aliyeko mahali hapa Bwana kwa kupitia neema zako na nguvu zako. Tunaita neema yako Mungu, neema yako yenye nguvu ikasimame katika jina la mwanao Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Tunakuomba Bwana achilia neema yako mahali hapa Bwana, kwa kupitia nguvu zako na uweza wako na roho wako mtakatifu. Takasa mioyo yetu, nafsi zetu na akili zetu. Tunakuomba Bwana ukatuoshe kwa damu yako na kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote. Tunashuka mbele zako, tunashuka miguuni pako Jehova. Tunakuomba rehema Bwana jioni ya leo, katika jina lako takatifu, kwa damu yako takatifu. Ninakuita Bwana katika jina lako takatifu, kwa maana umesema niiteni nami nitaitika,
nami nitaonesha mambo makubwa na magumu yale msiyoyajua. Nasi Bwana tunakuja mbele zako, tunakuita Adonai Elohim, Jehova Shama. Tunakuita Mungu mwenye uweza, tunakuita Mungu mwenye nguvu. Tunakuomba Bwana kwa kupitia nguvu zako na uweza wako na roho yako, tunakuomba Bwana ukatutakase kwa damu yako Jehova. Tuoshe Bwana kwa ile kweli yako, tutakase Bwana kwa ile nguvu yako, tutakase Bwana kwa toba yako, tutakase Bwana kwa huruma yako. Tunakuja mbele zako Jehova, mbele za macho yako Mungu wetu. Tunakuomba rehema Bwana, tunakuomba msamaha Bwana, tunakuomba rehema Bwana, tunakuomba msamaha Jehova. Tunakuomba Bwana ukatutakase kwa damu yako. Takasa kila mtu aliyeko katika nyumba hii Jehova. Tunakuja mbele zako Mungu wetu mwenye uweza. Tunakuomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana msamaha, tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako, tunakuomba Bwana ukatutakase kwa damu yako na kwa roho yako. Takasa kila mtu aliyeko hapa Bwana. Tunakuita Bwana, tunakuomba Bwana katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunakuita Bwana kwa damu yako na kwa roho yako, katika jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu, jina litendalo mambo makuu. Tunakuita Bwana katika jina lako takatifu, kwa damu yako takatifu. Tunakuja mbele zako Baba katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako na kwa roho yako. Roho Mtakatifu tunakuomba chukua nafasi. Roho Bwana chukua nafasi. Roho Mtakatifu takasa mioyo yetu, takasa nafsi zetu, takasa akili zetu kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka yako takatifu, kwa maana imeandikwa, Mungu wa amani mwenyewe awatakase nyinyi miili yenu na nafsi zenu na roho zenu. Nasi Bwana tunakuja mbele zako Bwana, tunahitaji utakaso wako, tunahitaji rehema zako, tunahitaji ututakase Bwana kwa damu yako, katika jina lako takatifu, kwa damu yako ya takatifu, kwa damu yako iliyomwagika Getsemani. Tunakuomba Bwana kwa damu yako, tunakuomba Bwana kwa roho yako, tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu. Tumekuja nyumbani mwako jioni ya leo, tumekuja ili kusemezana na wewe Bwana. Tumekuja nyumbani mwako jioni ya leo, tumekuja ili tusemezane na wewe Bwana. Tunakuomba Bwana kwa damu yako, tunakuomba Bwana kwa roho yako, tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, jina lipitalo majina yote. Tunakuomba Bwana kwa kupitia nguvu zako na roho yako, katika jina lako takatifu. Tunakuja mbele zako Jehova, tunakuja mbele zako Elishadai, tunakuja mbele zako Elohimu. Tunakuomba Bwana ututakase kwa damu yako, utuoshe katika kweli ya nguvu zako, utuoshe katika kweli ya roho wako, katika jina lako takatifu. Tunakuja mbele zako Bwana. Ninaomba rehema Bwana kwa ajili ya watu wako, ninaomba rehema kwa ajili ya kanisa lako, ninaomba rehema Bwana kwa ajili ya watu wako. Ninawaleta mbele zako na mbele za uso wako. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba uwatakase kwa damu yako. Roho Mtakatifu chukua nafasi, Roho wa neema chukua nafasi, Roho wa nguvu chukua nafasi. Bwana takasa kwa damu yako na kwa roho yako. Roho Mtakatifu chukua nafasi kuu ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaarika Bwana uwepo wako, ninaarika Bwana nguvu zako, ninaarika Bwana mamlaka yako, ninaarika Bwana neema yako, katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, kwa maana imeandikwa, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, yote haya mengine yote mtazidishiwa. Nasi Bwana tunakuja kwako, nasi Bwana tunakuja mbele zako, katika jina lako takatifu. Tunaungama Bwana maovu yetu, tunaungama Bwana dhambi zetu, tunaungama Bwana makosa yetu, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana msamaha, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana ukaturehemu kwa damu yako. Tutakase Jehova, tutakase Elishadai, tutakase Adonai, tutakase Mungu mwenye uweza, katika jina lako takatifu. Tunahitaji Bwana utakaso, tunahitaji Bwana huruma yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana katika nguvu yako na katika roho wako. Tunakuomba Bwana kwa damu yako na kwa nguvu zako. Tunakuomba Bwana tutakase kwa damu yako, tutakase katika ile kweli yako. Tunakuomba Bwana tuoshe katika nguvu yako, katika jina lako takatifu. Tunahitaji damu yako, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji ushindi wako, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, tunahitaji
tunahitaji mamlaka yako Jehova, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji tukuone katika wingi wa fadhili zako. Tunakuomba Bwana kwa damu yako, tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, kwa maana umesema niiteni nami nitaitika, nami nitaonesha mambo makubwa na magumu msiyoyajua. Nasi Bwana tunakuja mbele zako katika jina lako takatifu, kwa maana umesema basi njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, nami ndazifanya kwa nyeupe kama theluji. Nasi Bwana tunakuja mbele zako, umesema Bwana mkikubali na kutii mtauona wema wa Bwana. Nasi Bwana tunakuja mbele zako, tumekubali na tumetii Bwana, tunakuja mbele zako, mbele za macho yako Jumatano ya leo Jehova, ambao ni ya kwanza kwetu kupiga ramu, kupiga namna ya fulani ya kambi na kuomba. Baba tunakuja mbele zako Bwana, tumepiga kambi mbele zako, tunaamua Bwana kukutafuta, tumepiga kengele kwenye ulimwengu wa roho, tumepiga toni kwenye ulimwengu wa roho za kukutafuta wewe Bwana, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa damu yako na kwa wingi wa fadhili zako, tunakuomba Bwana kwa huruma yako, tunakuja mbele zako Bwana, tunakuja mbele za uso wako, tunakuja mbele za macho yako Bwana, katika jina lako takatifu. Tunasogea mbele zako kwa damu yako, tunakuja mbele zako kwa uweza wako, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana rehema, tunakuomba Bwana msamaha, tunakuomba Bwana rehema katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana rehema yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita Bwana kwa damu yako, tunakuita Bwana kwa roho wako, tunakuita Bwana kwa nguvu zako katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana ukatutakase kwa damu yako. Takasa kila mmoja aliyeko hapa, osha Bwana kila mmoja aliyeko hapa na wanaokuja katika nyumba hii Bwana, katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa roho wako katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa damu yako katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa damu yako, tunakuomba Bwana kwa roho wako, tunakuomba Bwana kwa nguvu zako. Tunakuita Bwana katikati yetu, tunakuita Bwana juu yetu, tunakuita Bwana katika nyumba hii katika jina lako takatifu. Tunakuomba rehema Bwana, tunashuka miguuni pako, tunashuka mbele za uwepo wako, tunashuka mbele za uso wako. Tunakuomba Bwana rehema katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako katika jina lako takatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaita Bwana nguvu yako, Roho Mtakatifu, Roho wa neema, Roho wa maajabu, Roho wa maachilio, Roho wa miujiza, Roho wa matendo makuu, Roho wa kufungua, Roho wa kuponya, Roho wa kuokoa. Baba tunakuja kwako katika jina lako takatifu, tunakuja kwako katika wingi wa fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja kwako katika wingi wa nguvu zako, wingi wa neema yako, wingi wa upendeleo wako, wingi wa baraka zako, wingi wa neema yako, wingi wa nguvu zako, wingi wa nguvu yako katika jina lako takatifu. Kwa damu ya mwana kondoo tunakuomba Bwana kwa nguvu zako katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana jioni ya leo katika jina lako takatifu. Kwa damu ya mwana kondoo imeandikwa, mara popote watakapokusanyika wawili au watatu kwa ajili ya jina langu, nami nitakuwa katikati yao. Nasi Bwana tunakuomba, tumekusanyika katika nyumba yako, katika gara lako, tunakuja mbele zako Jehova, tumekusanyika nyumbani mwako katika jina lako takatifu. Tunakuita Baba, tunakuita Mungu wetu, tunakuita Bwana Yesu katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana tembea, tunakuomba Bwana takasa, tunakuomba Bwana osha, tunakuomba Bwana takasa, tunakuomba Bwana tembea katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa mamlaka yako katika jina lako takatifu. Leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza, Bwana tunakuita kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo, jina lipitano majina yote, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina litendalo mambo makuu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako
katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka yako takatifu, tunakuita Bwana kwa nguvu zako na kwa roho wako, katika jina lako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Tunaarika neema yako Bwana, tunaarika wingi wa nguvu zako, katika jina lako takatifu. Tunaarika mamlaka yako Bwana, tunaarika uwepo wako Jehova, katika jina lako takatifu. Tunakuarika Bwana mahali hapa Bwana, tunakuarika Bwana kwa nguvu zako, tunakuarika Bwana kwa roho wako, katika jina lako takatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuomba Bwana kwa kupitia nguvu zako, kwa kupitia roho wako na nguvu yako, katika jina lako takatifu. Tunaarika uwepo wako Bwana, tunaarika nguvu zako Jehova, katika jina lako takatifu. Tunakuarika Bwana kwa wingi wa fadhili zako, kwa wingi wa huruma zako, katika jina lako takatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaita uwepo wako, tunaita nguvu zako, tunaita mamlaka yako, tunaita sheria nguvu zako, katika jina lako takatifu. Tunaita upendeleo wako, tunaita mamlaka yako, tunaita uweza wako, tunaita nguvu zako. Tunataka kwenda kwa nguvu zako, kwenda kwa mamlaka yako, kwenda kwa neema yako, katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako na kwa roho wako, katika jina lako takatifu. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Tunamimina nguvu yako na roho wako, katika jina la Yesu. Roho wa baraka, roho wa neema, roho wa maajabu, roho wa maachirio, roho wa kufungua makomeo, roho wa kuondoa nila, roho wa kuondoa mikataba, roho wa kuondoa kila mikatale, kila pingu. Roho Mtakatifu tunakuita katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunakuita kwa nguvu zako, katika jina lako takatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuita Bwana kwa roho wako, katika jina lako takatifu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu inenayo mema, kwa damu inenayo utakaso, kwa damu inenayo utakaso, damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, damu inenayo mema, damu ya utakaso, damu ya utakaso, damu ya maachilio. Tunakuita Bwana kwa nguvu zako na kwa roho wako, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Tunakuita Bwana kwa damu yako na kwa roho wako na kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka yako takatifu. Tunakuomba Bwana kwa nguvu zako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka yako takatifu. Tunavaa neema yako, tunavaa uweza wako, tunavaa nguvu zako, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, basi twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kuweza kuzipinga ile za adui. Katika jina la Yesu tunatoa silaha zote kwa damu ya mwana kondoo, za kuweza kuzipinga ile za adui, mipango ya adui, nia ya adui, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo tunavaa silaha zote zenye uwezo katika roho, hata kuangusha ngome, hata kuteka kila wazo, hata kuteka kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina Yesu, imeandikwa, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa damu ya mwana kondoo tunasimama kama mahodari, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, mimi ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Nasimama kama lungu la Bwana, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, naponda kila mamlaka, naponda kila ngome, naponda kila roho yoyote, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu, ninavaa mamlaka ya rohoni, ninavaa uweza wa rohoni, ninavaa nguvu za rohoni, ninavaa chapeo ya haki, ninavaa adui ya haki, katika jina la Yesu. Ninavaa utayari kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu, ninaingia kwa ulimwengu wote wa roho, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu, katika
katika jina la Yesu. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninaufuata ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana imeandikwa, ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyetu sisi zina uwezo katika roho. Amina. Simama kinyume sasa katika ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana imeandikwa, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ami, kwa damu ya mwana kondoo ninakwenda kinyume sasa katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume sasa katika jina la Yesu. Ninauvamia ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaangusha kila pando, ninavunja kila nila, ninakata kila mikatale, ninaharibu kila pingu, ninaharibu kila roho zitendazo kazi katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninafanya vita sasa katika jina la Yesu. Kila roho za utumwa, roho za mateso, roho zilizokuwa kifungoni katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa, mwili wake ukauawa, roho yake ikaziendea roho zilizokuwa kifungoni. Ame, kwa damu ya mwana kondoo ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninaziendea roho zilizokuwa kifungoni katika jina la Yesu, zilizotekwa, zilizoibiwa, zilizofungwa, zilizozuiliwa, zilizokamatwa, zilizopandiwa ugonjwa, zilizopandiwa usingizi wa kiroho katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume sasa, ninaziangusha kila roho ambazo zimekamata roho katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninakwenda kinyume sasa katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume sasa kwenye ulimwengu wa roho, ninalikamata anga lote la mahali hapa, ninaliteka nyara. Anga zima nalitumia moto, anga zima naitumia miali ya moto, anga zima naitumia moto, ninatuma miali ya moto, ninapiga kila roho inayotenda kazi juu ya anga kwa damu ya mwana kondoo. Ninapiga kila nguvu ambayo inatenda kazi kwenye anga katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninatuma miali ya moto katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume sasa, ninalikamata anga, naliteka nyara, ninakamata anga, naliteka nyara, ninakamata anga, naliweka chini ya mateka wa damu ya Yesu. Ninalikamata anga katika jina la Yesu. Ninawakamata wakuu anga katika jina la Yesu. Ninakamata majeshi ya pepo wabaya yanaotawala juu ya anga katika jina la Yesu. Ninaikamata kuzimu ya angani katika jina la Yesu. Amenateka nyara, ninakamata anga lote la eneo hili, ninaliteka nyara katika jina la Yesu. Ninapiga kila roho ambayo inatenda kazi, ninapiga kila roho ambayo inazuia maombi ya watakatifu, ninapiga kila roho ambayo imetumwa kukamata anga katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninakamata anga katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninateka anga, anga zima itumie moto, anga zima naleta moto katika jina la Yesu. Ninasambaza moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninatuma moto, anga zima naleta moto, ninalitumia moto katika jina la Yesu. Ninafyeka kila roho, ninafyeka kila mamlaka, ninaponda kila ngome, ninaponda kila roho inaotenda kazi juu ya anga katika jina la Yesu. Ninasambaza moto, ninatuma miali ya moto katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, huwafanya malaika zake kwa upepo, watumishi wake kwa moto wa miali. Ninatuma moto, ninateketeza, ninapasua, ninafyeka utawala wote ambao unatenda kazi kwenye anga katika jina la Yesu. Ninasambaza moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninaangusha kila ngome, ninateketeza kila ngome, ninapasua kila ngome, ninaharibu kila ngome, ninapasua kila ngome ambaye nataka kwenye anga katika jina la Yesu. Natuma miali ya moto, ninatuma moto, ninatuma kimbunga cha moto katika jina la Yesu. Ninapasua, ninapiga mamlaka zote, ninapasua, ninakwenda kwenye mwangu wa roho kama jasiri wa rohoni, kama jitu la rohoni, kama jitu lilotumwa kwenye mwangu wa roho. Ami, katika jina la Yesu ninafanya vita
kwenye anga ninafanya vita, kwenye anga ninatuma moto, ninatuma miali ya moto katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatuma moto, ninatuma miali ya moto katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninapasua, ninapiga roho zote ambazo hatenda kazi kwenye anga kwa damu ya mwana kondoo. Roho zote, roho za vifungo, roho za baraha, roho za mateso, roho za maonevu, roho za maonevu, roho za utawala wa kipepo katika jina la Yesu ninaziponda, ninazipiga kwa moto, ninaziponda katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninakamata hali ya hewa katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, huwafanya malaika zake kuwa kama upepo, watumishi wake kwa moto wa mihali. Ninatuma moto, ninatuma moto kwenye hali ya hewa katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninatuma moto, ninaangusha kila ngome, ninateketeza kila ngome, ninaharibu kila ngome katika jina la Yesu. Ninafanya vita na hali ya hewa katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninaachia moto, ninatuma miali ya moto, ninapasua kila mamlaka, ninapasua kila ngome, ninapasua kila roho zinazotenda kazi kwa njia hali ya hewa katika jina la Yesu. Ninateka nyara, ninaikamata hali ya hewa katika jina la Yesu, akamata ardhi kwa damu ya mwana kondoo, kwa maana imeandikwa, mahali popote nitakapotia nyayo za miguu yangu nitakuwa nimepewa kupamiliki. Kwa damu ya mwana kondoo ninatuma miali ya moto, ninakamata ardhi, ninaiweka chini ya mateka kwa damu ya Yesu. Ninatuma moto kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu ninatuma miali ya moto. Rakaposekata rikamandaramoshaka yandarabasekete rikaparabababa yakaparabosheke yakamanderebosapa yakaparabosapapa yakaparabababaseke rikamanderebosapa yakapasetepe rikaparamashatata rekaparamasakapa rekatarahakapo rikamandaramashapa rekapasatate rikamandaramamama yakaparaboshapapa. Ninakamata bahari, ninaifunga kuanzia leo, ninayafunga mashetani, ninayafunga majini yanayotokea baharini katika jina la Yesu. Ninatuma miali ya moto, ninatuma miali ya moto, rakaparabashapa yekaparabasepe rikamandaramamama. Ninatuma miali ya moto, ninaangusha kila ngome inayotokea chini ya bahari, roho ya kuzimu, roho ya utumwa, roho ya kuzimu, roho ya utawala wa kuzimu, naipasua, ninaipiga kwa moto, ninaipasua kwa damu ya mwana kondoo. Ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninaachia moto, natuma moto kuzimu, naipasua kuzimu, ewe chini ya bahari leo naikamata, leo naikamata, kwa maana imeandikwa, nayo bahari itawatoa wafu wake. Ninatuma moto, ninatuma kimbunga cha moto, rakaposekete rikamandaramamama, ninatuma moto yakapasetete, ninatuma miali ya moto. Ewe bahari, ninaagiza wateme, ninaamuru wateme uliowameza katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo ninatuma moto, ninatuma moto. Ewe mito, wateme uliowameza katika jina la Yesu. Ewe pori, wateme uliowameza kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Waliofichwa chini ya bahari, waliotekwa baharini, waliokamatwa baharini, waliotekwa chini ya bahari, waliofungwa kuzimu, kuzimu A, kuzimu B, kuzimu C, ninatuma moto, ninaachia moto, ninapasua ufalme wao, ninapasua nguvu zao, ninapasua mamlaka zao katika jina la Yesu. Ninakwenda kwenye mwangu wa roho kwa damu ya mwana kondoo, ninafanya ghasia kwa damu ya mwana kondoo, ninafanya ghasia katika jina la Yesu. Ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, rakaporabashapa ikamandaramamama yekaparabosapa. Imeandikwa, Bwana uwaokoa wale waliotari kuuawa, wale waliotari kuchinjwa. Ikaparabosapa, ninawatoa kwenye machinjo, ninawatoa kwenye mauti. Ikamandaramashapa, ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninatuma miali ya moto, ninatuma moto, ninaachia miali ya moto. Rekaparamamama yekapasatata, tunakwenda katika roho. Ikapasatata yekaparamamama. Imeandikwa, ndipo Bwana akanichukua katika roho, akanionyesha bonde
lililojaa mifupa mikavu. Basi tunakwenda katika roho, katika jina la Yesu. Tunaenda kwenye mabonde, tunaenda kwenye nyika, tunaenda kwenye mapori, tunaenda kwenye mashamba, tunakwenda kwenye viwanda, tunakwenda kwenye makampuni, tunakwenda kwenye kila pori, kwenye maduka. Wote waliofungwa, wote walioibiwa, katika jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, lakini watu hawa ni watu wanapotekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamekuwa mawindo, wala hapana okoaye, wamekuwa mateka, wala hapana sema irudisha. Leo natuma moto ulimwengu wote wa roho, wote walionaswa, wote waliokamatwa, wote waliotekwa, wote waliofungwa kwenye magereza, kwenye mashimo, kwenye mapori, kwenye miti, kwenye misitu, kwenye vyumba vya kichawi, kwenye vyumba vya gizani. Leo kwa damu ya mwana kondoo linatuma moto, linatuma miali ya moto, linakwenda kuwakomboa. Kwa damu ya mwana kondoo tunawakomboa, 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 tunawakomboa. Wote walioibiwa tunawakomboa, waliofanywa mateka tunawakomboa, waliowekwa mateka tunawakomboa, waliowekwa kwenye nila tunawakomboa, waliofichwa kwenye mashimo tunawakomboa, waliowekwa kwenye makaburi tunawakomboa, walioibiwa tunawakomboa. Leo tunaita njoo, leo tunaamuru njoo. Wote walioibiwa, wote waliotekwa, wote wanaomilikiwa, wote walionaswa, walionaswa kwenye mahospitali, walionaswa kwenye mapori, walionaswa kwenye madari, walionaswa kwenye nyumba za watu, walionaswa kwenye makampuni, walionaswa chini ya bahari, walionaswa kuzimu yoyote. Leo natuma moto, yakaparababa, ninatuma miali ya moto. Leo tunatuma fagio la chuma ili kuwakusanya wote walioibiwa, wote walionaswa kwa damu ya mwana kondoo. Leo tunawafuata katika jina Yesu. Moyo wa Mungu unauma juu ya watu walionaswa, juu ya watu walioibiwa. Leo tunatuma moto, leo natuma moto, leo natuma moto, leo natuma moto, leo natuma miali ya moto, leo natuma moto. Ninaagiza njoo, ninatuma moto, njoo kwa jina Yesu, njoo kwa damu ya mwana kondoo, njoo katika jina Yesu. Wote walioibiwa, wote waliotekwa, wote waliokufa vifo vya mazingira kutatanisha, ambao mara wanatumikishwa, wako utumwani, wako mateka, wako mashimoni, wako mapangoni, wako mashambani, wako kwenye mapori, wako kwenye misitu, wako kwenye mashimo. Leo tunatuma moto, njoo kwa damu ya Yesu, njoo kwa damu ya Yesu. Ikaparadada indurubu shakaparaba. Leo tunawaita njoo kuanzia sasa, toka utumwani, watolewe utumwani, watolewe kwenye nyika, watolewe kwenye mapori, watolewe kwenye mashamba, watolewe mara popote. Tunatuma miali ya moto, tunaita njoo. Tunafanya ghasia, tunafanya ghasia, tunafanya ghasia ndani ya taifa la Tanzania, tunafanya ghasia kwenye ulimwengu wote wa roho, tunafanya ghasia kwenye mikoa yote, tunafanya ghasia kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye tarafa, kwenye vitongoji, kwa damu ya mwana kondoo, kwenye nyika, kwenye mapori, kwenye mabwawa, kwenye misitu. Leo tunafanya ghasia kwenye mashamba, leo tunafanya ghasia kwa damu ya mwana kondoo. Jo shatate rakapasatate rikamandara mama yakapasatata ekaparababa ikamandara bashapa yakapasatata. Kwa maana imeandikwa, Yesu akaenda moja kwa moja mpaka kaburini alipolala Lazaro, akapiga kelele, akaita sauti kuu, akisema Lazaro njoo nje. Amenatuma moto wale walionaswa, wale waliofungwa kwenye magereza, kwenye mashimo, kwenye mapori. Leo tunatangaza, anza kuachia. Njoo kuanzia sasa. Nyota iliyoibiwa, nyota iliyoibiwa, mikono iliyoibiwa, uso ulioibiwa, nyota iliyoibiwa, matumbo ya uzazi iliyoibiwa, leo kwa damu ya mwana kondoo tunatuma moto, tunaagiza njoo, tunatuma moto. Njoo shatate rakaparababa, njoo shakaparababa yakapasatata rekataratata rekaparababa yekaparababa, njoo shakaparababa yakapasatata rekaparababa yakapasatete rekaparababa yakapasatate rekamandaramama yakapasatata rekaparababa.
akili iliyoibiwa, akili iliyofungwa, akili iliyonaswa, akili iliyochukuliwa, akili iliyoibiwa, nyota iliyoibiwa, mikono iliyoibiwa, mikono iliyoibiwa, tumbo la uzazi iliyoibiwa, ufahamu ulioibiwa, uzao ulioibiwa, leo tunatuma moto, tunaagiza kwa damu ya mwana kondoo, njoo shakapa, njoo shekatarata. Leo tunatuma moto, tunaachia moto, tunafanya ghasia kwa ulimwengu wote wa roho. Leo tunatuma moto, kwa maana imeandikwa kwa namna ya itatoka mpaka kwa kusali na kufunga. Ami leo nimefunga, ninatangaza kwa ulimwengu wa roho, lazima waachie wote walionaswa, waliofungwa, waliowekewa pingu, waliowekewa nila, waliowekewa kamba, waliofichwa, walionaswa. Leo tunawarudisha kwa damu ya mwana kondoo, ikiwa ni watoto wetu, waume zetu, wake zetu. Leo tunatuma moto kwa damu ya mwana kondoo, ikiwa ni akili zao, ikiwa ni nyota zao, ikiwa ni ufahamu wao. Leo tunatuma moto, rakapasata, rekaparabababa, yekapasetete, rekaparabababa. Leo tunawaita, leo tunawafungua, leo tunawatoa kwenye magereza, tunawatoa kwenye mashimo, tunawatoa kwenye mapango, tunawatoa kwenye misitu, tunawatoa kwenye mapori. Ikapasatata, rekaparabababa. Leo tunawaita, josha kapa, josha tate, josha kaparaba, josha kaparababa. Ita sauti yako, inakwenda kwenye mwangu wa roho, inawatoa kwenye mashimo, inawatoa kwenye mapori, inawatoa kwenye mapango, inawatoa kwenye kila nyika. Rakapasata. Leo tunawaita walioibiwa, waliotekwa, walionaswa, waliofungwa, waliofunikwa, waliowekwa mara popote, walio Zanzibar, walio Zanzibar, walio kwenye bahari yoyote, bahari yoyote, walio kwenye mapori, walio kwenye mashamba, walio mara popote, waliochukuliwa, walio kwenye madari ya nyumba za watu. Leo tunatuma moto, rekaparababa. Wale ambao nao pia wanawindwa ili wachukuliwe, leo tunatuma moto. Leta walioibiwa, leo tunawaita, joo, joo shatata, joo shakaparababa, joo shataterata, rekapasatata, rekaparababa. Leo tunafanya vita, leo tunawaita, leo tunawatoa kwenye mashimo, leo tunawatoa kwenye mapango, leo tunawatoa kwenye nyumba za watu, leo tunawatoa kwenye makampuni ya watu, leo tunawatoa kwenye mashimo, kwenye mapori, leo tunawatoa hata waliokufa vifo vya kutatanisha. Leo tunawatoa, leo tunawarejesha, leo tunawarejesha, warudi kwenye familia zao, warudi kwenye ndugu zao, warudi kwenye jamii zao, katika jina la Yesu. Leo tunatuma moto, tunasimama kwa niaba yao, tunafanya vita, tunatuma moto, tunatuma miali ya moto. Rakapasata. Leta nyota hiyo, leta nyota hiyo, leta kibali hicho, anza kurudisha. Joshaka, shatata, rakaparababa, yakapasata. Rudisha, njoo, njoo, njoo. Yararabashitiri, rika paradabashatatata, rika pasakatarato roboshapa, rika paradarabashaka parababa, rika paradoroboshaka paradadaba, rika paradakatoroboshakapa, rika parabababa. Na ile miili yao ambayo inatumika, ambayo inatembea, ambayo imechomolewa tayari, tunawaita njoo shakaparaba, rika pasakata. Tunawaita njoo shakaparaba, rika parababa, rika pasakatarata, rika parababa. Tunawaita njoo shatata, rika parababa, rika paraboshakapa, rika pasakapo, rika mandarabashete, rika pasatata. Omba, kuna watu wako mahara wanateseka, wanakula vyakula vya ajabu, wanatumikishwa, wanalimishwa, wanatendewa mambo ya ajabu. Kuna watu wamefichwa, kuna watu wanaishi maisha ambayo sio ya kwao. Hebu omba wewe, unapoomba wewe, Mungu atakutumia kuwa shabaha yake, Mungu atakutumia kuwa rungu lake ili kuwaokoa. Kuna watu wanakula nyama za watu, kuna watu wanatumikishwa, kuna watu wamefichwa, kuna watu kwenye magereza, kuna watu kwenye mapori, kuna watu wamefungwa mahara, kuna watu wamewekwa kwenye vyupa, kuna watu wamewekwa kwenye machupa, kuna watu wamewekwa kwenye vibuyu. Leo tunatuma moto, leo tunatuma moto. Kuna watu wamewekwa kwenye
madari ya nyumba za watu. Leo tunatuma moto. Kuna watu wamefanya misukule, wako mahara wanatumikishwa lakini wameibiwa. Kuna wengine wameibiwa akili zao, kuna wengine wameibiwa nyota zao, kuna wengine wameibiwa vibali vyao, kuna wengine wameibiwa matumbo ya uzazi wao. Leo tunatuma moto. Kila kilichoibiwa ndani ya wiki hii lazima kiachiwe. Uzazi ulioibiwa, mume aliyeibiwa, akili iliyoibiwa, ufahamu ulioibiwa, ndoa iliyoibiwa, tumbo la uzazi ulioibiwa, mtoto aliyeibiwa. Leo tunatuma moto. Leo naachia moto. Rakapasata rekaparababa. Chochote kilichoibiwa leo tunakiita joshakapa, joshakaparababa. Hebu rudisha kilichoibiwa, rudisha kilichoibiwa, rudisha kilichoibiwa. Kama watu walikuwa Dodoma, wengine walikuwa Kigoma, wengine walikuwa kuzimu, wengine ulipoita njoo walianza kurudi. Kumbe njoo yako inaenda Kigoma, inaenda Mwanza, inaenda Dodoma, inaenda chini ya bahari. Maana popote walipofichwa leo yako inakwenda. Leo tunawaita, leo tunaamuru njoo. Leo tunatuma moto. Leo tunawakusanya, leo tunawakusanya, leo tunawakusanya. Hakuna yoyote atakayebaki gerezani, hakuna yoyote atakaibiwa. Leo tunawaita njoo, njoo shakapa rakapasatata rekaparababababa yakaparabosha papa rekapasekete rikamandarabamamamama. Ninawaita njoo, 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 njoo. Napasua mara popote walipowekwa. Rekapasatata. Nafanya vita, napiga mara popote walipofungiwa kwa damu ya mwana kondoo. Linapasua, linapiga, linapasua mara popote walipofungiwa kwa damu ya mwana kondoo. Leo tunawaita njoo. Leo tunaagiza njoo. Hebu sema njoo. Hebu sema tena njoo. Hebu sema tena njoo. Sema tena njoo. Sema tena njoo. Sema tena njoo. Endelea kuagiza, sema njoo. Njoo shatachacha. Yekataradadada. Yakapasatata. Yekaparabashetete. Yakapasatata. Yendekapasha papa. Yakapasatate. Rikaparababamama. Njoo shakapa. Yanakapasete. Ikamandaramamamama. Tunatuma moto. Mikono iliyoibiwa, nyota iliyoibiwa, uso ulioibiwa, nyota iliyoibiwa, mikono iliyoibiwa, chochote cha kwangu kilichoibiwa kwa damu ya mwana kondoo. Leo nafanya vita. Chochote cha kwangu ambacho kimeibiwa leo nakwenda kinyume. Ikiwa ni kipawa leo nakifuata, leo nakifuata. Yakapasata yeshatata yendererere yakapasatata yekaparababa yendererere boshapa. Katika jina la Yesu, chochote cha kwangu kilichoibiwa, kilichonaswa, chochote, iwe ni kipawa, iwe macho ya rohoni, iwe chochote ambacho kimeibiwa leo nakiita njoo. Hebu sema njoo. Hebu sema tena 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 njoo. Endelea sema njoo. Endelea kupigana sasa. Hebu shambulia shatata. Yekaparabababa. Laiti ungejua kwenye ulimwengu wa roho tayari mashimo yameingiliwa, mapori yameingiliwa, nyumba za watu ambazo zimefunga watu zimeingiliwa. Tayari mashamba yameingiliwa, kuzimu imeingiliwa. Hebu kwenda sasa. Tayari vya kwako kama vimefiwa dukani, kama vimefichwa dukani, leo vinaachiliwa. Shatata. Nabii Isaya aliyaona maneno hayo, aliyaona maono hayo, akasema lakini hao watu mnaowaona ni watu walioibiwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefungwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoe, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Leo amepatikana. Leo Kevin anasema rudisha. Hebu taja jina lako, sema anasema leo rudisha. Leo Rebeka anasema rudisha. Hebu sema rudisha. Wote walioibiwa, wote waliofichwa, wote walionaswa, wote waliokamatwa, wote waliowekwa kwenye makaburi, wengine wamezikwa angali hai, wengine wamezikwa angali hai, wengine wamepotea ghafla angali bado wanaishi. Leo tunatuma moto. Rabasapapa rekaparabababa. Leo natuma moto. Josha tata. Josha kaparabababa. Leo nakwenda kwenye mwangu wa roho, nakwenda kwenye milima, nakwenda kwenye mapori, nakwenda kwenye misitu, nakwenda kwenye mapori, nakwenda baharini, nakwenda mara popote. Wote waliofungwa,
tunawarejesha. Hebu sema njoo, 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 njoo. Sauti yako iende mbali, yakapasa tata, iende mbali, iende mbali, iende mbali, iende mbali. Mikono iliyoibiwa irejeshwe leo, nyota iliyoibiwa irejeshwe leo, amani iliyoibiwa irejeshwe leo, chochote chako kilichoibiwa kirejeshwe leo, mikono iliyoibiwa irejeshwe leo, tumbo la uzazi irejeshwe leo, nyota yako irejeshwe leo. Hebu sema njoo. Raba baba shekepe, raba baba shapa, raba baba shapa, reka pasatata, rika mandara mama. Hebu sema njoo. Sema kuanzia leo, chochote kilichoibiwa kinachonihusu, inua juu sana mikono yako ukiwa umesimama. Sema kuanzia sasa hivi, chochote kilichoibiwa kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni mikono, iwe ni moyo, iwe ni miguu, iwe ni nyota, chochote kilichoibiwa, ninaagiza malaika wakifuate yoyote aliyeko hapa au asiyepo hapa, ambaye ameibiwa mahali popote, amefichwa shimoni, pangoni, mahali popote, kwenye dari, kwenye nyumba ya mtu, kwenye eneo lolote, kwenye vibuyu, kwenye madhabahu za kichawi, kuzimu, tunaagiza kwa damu ya Yesu, yule aliyeibiwa tunamrejesha kwa damu ya Yesu. Njoo, 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 njoo. Kwa jina la Yesu, hakuna yoyote atakayebaki kuwa mateka, hakuna yoyote atakayebaki kwenye mikono ya kichawi. Kwa jina la Yesu, wote wanatakiwa waachiliwe leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Piga Bwana Yesu makofi, sema amen. Sema amen. Piga Yesu makofi, ni mwema. Ongera kwa kuomba. Laiti ungejua unavyoomba nini kinatokea, ungeomba kwa juhudi zaidi. Piga Bwana Yesu makofi kwa neema hiyo. Sema amen. Piga Yesu makofi, ni mwema. Leo sasa tunadili sasa na matokeo ya kile ambacho Mungu alitupa neema ya kujifunza karibu kama kuna wiki kadha wa kadha hapo nyuma. Tulikuwa tunajifunza juu ya kuongozwa na Roho, kwamba ni vizuri kufahamu ni roho gani inayokuongoza. Kama ni ya kipepo, ujue ni ya kipepo. Kama ni ya kijoka, ujue ni ya kijoka. Ufahamu ni roho gani ambayo inakuongoza. Tulijifunza somo hilo. Kwa ambaye ni mgeni, mara yako ya kwanza leo kuja, mimi nisikilize vizuri, baadaye utaona Mungu atakusaidia. Utakwenda haraka haraka, alafu tutakuwa tunawahi kutoka. Sasa unisikilize vizuri kwa makini. Somo langu linaitwa kuongozwa na Roho. Kuongozwa na Roho, ndo tunaanzia hapo. Nilifundisha kuna aina 3 za roho ambazo zinaweza zikamuongoza mtu. Nilisema kuna roho ya mtu mwenyewe, kuna roho nyingine Roho Mtakatifu, kuna roho nyingine ya 3 nikasema ni roho za mapepo. Sasa kipengele ambacho tutakachodili sana, nitaongelea kuongozwa na roho ya mapepo, ambao unakuta leo hii kuna roho za baraa, roho za magonjwa, roho za kuchanganyikiwa, roho za maonevu ya adui. Nakuta mtu anatawaliwa na roho hizo, roho ya kupata na kupoteza, unaanza biashara inakufa. Kuna roho ambayo unajikuta inakuongoza. Kuna mwingine, kuna roho ya kukataliwa, anakuwa ni mtu akukataliwa, apendwi, akubariki. Kuna roho ya kukataliwa ambayo inaweza kumuongoza mtu.
Kwa hiyo ni aina fulani ya maroho ambayo yanaweza yakaongoza maisha ya mtu, na mtu akajikuta yuko kifungoni kwa sababu kuna roho ambayo inamuongoza. Kuna watu ambao wana maroho ya madeni, na mwingine ana roho za kukataliwa, na mwingine ana roho za balaa zinauongoza mwili wake. Nikafundisha hapo mambo hayo, na leo utaona Mungu atakavyokusaidia. Lakini leo tunaanzia kwenye kipengele hichi, uwezekano wa roho, uwezekano wa mtu akawa na roho nyingine ndani yake. Ndio ambacho nakiongelea. Uwezekano kwamba unamwona kuna mtu lakini ndani yake kuna roho fulani inatenda kazi ndani yake. Kama ilivyokuwa inatenda kazi roho ya magonjwa, roho ya mateso, basi kuna uwezekano wa mwili akawa ni mtu fulani, roho ikawa ni kitu fulani. Kuna uwezekano wa mwili akawa ni mtu fulani na roho akawa ni mtu fulani. Uko huo uwezekano. Hata kwenye Biblia kuna maandiko ambayo yanaonyesha wazi uwezekano wa mtu, mwili anakuwa ni mtu fulani, roho anakuwa mtu fulani. Na mara nyingi hata ukiona tunapofanya maombezi, unakuta mtu anapandisha mapepo. Anapopandisha mapepo, lile pepo au yule mtu mwingine anaongelea ndani yake, anasema mimi ni bibi yake, ndio nimemfunga. Tunasikia hapa mara nyingi sana, unasikia anakuambia mimi ni bibi yake, nimemfunga. Mimi ni baba yake, nimemfunga. Kumbe kuna uwezekano unaweza ukawa ni wewe, lakini ndani yako kuna roho nyingine inatenda kazi ndani yako. Kuna uwezekano kabisa huo. Unamwona mtu ni yeye, lakini ndani kuna roho inatenda kazi ambayo ndio inamuongoza, inampelekesha. Kwa uwezekano wa mwili akawa ni mtu fulani, roho akawa ni mtu fulani. Yaani mwili akawa ni huyu jina, roho akawa bibi Tuntufi yuko huko ndani. Unamwona kwamba mwili anaweza akawa ni Asumani, roho akawa bibi Mwajuma akakaa huko ndani. Unamwona roho anaweza akawa ni mwili, anaweza akawa ni mtu fulani, lakini roho akawa ni mtu mwingine. Kuna uwezekano huo kabisa kabisa kabisa. Na unamwona na mtu huyu mwenye namna hii, kuna uwezekano wa adui kuweka magonjwa ya kila aina kwenye maisha yake na kupanikiza roho za kila aina kwenye maisha yake. Kwa kuna watu ambao leo hii wanaishi, mwili ni mtu fulani, roho ni mtu fulani, wanatenda kazi. Umeona, mwili ni mtu fulani, roho kitu fulani ambacho kimekaa ndani yake. Sasa nikuoneshe kwenye maandiko matakatifu kwa habari ya mtu mmoja aliyewahi ishi mara mbili. Mara ya kwanza aliishi kama yeye, mara ya pili akaishi ndani ya mtu. Mara ya kwanza aliishi kama yeye, mara ya pili akaishi ndani ya mtu. Na leo iko hivyo hivyo. Naona kuna mizimu inaishi ndani ya mtu. Naona mtu kuna mzimu kwamba mimi ni mzimu wa Geita. Ni mzimu unaishi ndani ya mtu. Ni mtu lakini ndani yake kuna roho ya mababu. Kuna roho iko ndani inatenda kazi. Sasa kwenye Biblia Elia aliwahi ishi mara mbili. Kwenye Biblia Elia aliwahi ishi mara mbili. Aliishi mara ya kwanza akiwa amevaa mwili wake kama Elia, akaondoka na lile gari akatwaliwa. Akarudi tena mara ya pili, sio kwa mwili wake, arudi mara ya pili kwa mwili wa Yohana. Mwili Yohana, roho Elia. Mwili Yohana, roho Elia. Na ninaamini mambo haya kuna mtu hujawahi jifunza na hujawahi pewa hiyo elimu, lakini kuna watu ambao ndani yao wanaongozwa na roho nyingine. Mwingine anaongozwa na roho ya kushindwa. Yuko bibi Tuntufi amekaa ndani pale, amemfunga abaki kwenye laana, amemfunga abaki kwenye magonjwa, amemfunga abaki kwenye roho ya kukataliwa. Sasa Elia aliwahi ishi mara mbili. Mara ya kwanza alikuja kama mwili, akawa ni Elia, mwili Elia na roho Elia, akatwaliwa. Akarudi tena mara ya pili. Mara ya pili alipokuja mwili Yohana, roho Elia. Naanza kuona kwamba kumbe kuna uwezekano huo. Na leo ndio iko hivyo hivyo. Kuna mtu unamuona mwili ni mtu fulani, lakini ndani kuna lilo lingine linampelekesha.
na anafanya mambo ya ajabu, anafanya matukio ya ajabu. Ndani ya siku 5 tunataka tukamilishe uwe wewe ni wewe kwa jina la Yesu Kristo. Sema tena amen. Na tunataka tumpige vibaya mno anayekutesa wewe na aliyekuharibia maisha yako, na utaona aliye mgonjwa atapokea uzima na atakuwa salama kabisa. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema tena amen. Pigie Bwana Yesu makofi kama tuko pamoja. Sasa unisikilize kwa makini ili nianze kukupeleka sasa. Tutaanzia kwenye kitabu kile cha Maraki ile sura ya 4 mstari ule wa 5. Maraki sura ya 4 mstari ule wa 5. Tunaanza kwa kujifunza kwanza, alafu baadaye nitafanya maombezi kwa watu. Maraki sura ile ya 4 mstari ule wa 5. Angalieni nitawapelekea Elia nabii. Anasema angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana. Kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba. Naye huyu Elia ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. Na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Ili nisije nikapiga dunia kwa laana. Ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kwanza anasema angalieni nawaletea Elia mbele yenu. Elia atakuja mbele yenu kabla haijaja siku ile ya Bwana. Huyo Elia kuna tabia ambazo amezisema atakazofanya. Ataifanya mioyo ya watoto imwelekee baba. Kazi ya Elia huyu ambaye atakuja ni maneno ambayo yanatabiriwa. Ujio wa Elia anatabiri Maraki kwamba kuna Elia atakuja. Huyo Elia atakayekuja atakuja mbele yenu kabla siku ile ya Bwana. Ni Elia anaongelewa hapa. Ukiangalia maandiko haya kuna sehemu tena Yesu naye pia anajaribu kuongelea hayo. Kwenye kitabu kile cha Luka ile sura ya 1 mstari ule wa 8. Tutasoma kitabu kile cha Luka sura ile ya 1 mstari ule wa 8 mpaka wa 17. Imeandikwa, basi ilikuwa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu zake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kule alimwangukia kuingia katika hekalu ya Bwana ili kufukiza uvumba. Na mkutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana. Amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona huyo malaika alifadhaika. Kufadhaika ni kwamba aliogopa. Hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia usiogope. Zakaria usiogope. Maana dua yako imesikiwa. Na mke wako Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume. Na jina lake utamwita Yohana. Naye utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Huyu mtoto atakayezaliwa utamwita jina Yohana. Anaendelea tena, atakunywa divai wala kileo. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni kwa mama. Hapo kidogo, alafu tutaendelea hapo kidogo. Kuna uwezekano wa mtu akawa amepokea nguvu fulani tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 mstari wa 8, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kumbe kazi ya Roho Mtakatifu akiingia ndani yangu ananipa nguvu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakupa nguvu. Huyu Yohana tangu yuko tumboni kwa mama yake amejaa Roho Mtakatifu. Ina maana ni katoto kadogo kako kwenye mfuko wa uzazi, lakini kule kwenye mfuko wa uzazi kana Roho Mtakatifu. Kumbe kuna uwezekano mtoto tangu tumboni akawa na roho fulani tangu tumboni, akawa na roho ya baraa tangu tumboni, akawa na roho ya magonjwa tangu tumboni, akawa na roho ya kukataliwa tangu tumboni, akawa na mabaraa
Kuna watu, kuna maroho yanawaongoza. Mwingine hiyo roho ambayo inakuongoza imeanzia tangu tumboni, baraa tangu tumboni. Kama Yohana akupata Roho Mtakatifu alipozaliwa, alianza kupata Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kwenye mfuko tumboni kabisa, hajazaliwa, ana Roho Mtakatifu, amejaa Roho Mtakatifu. Kuna uwezekano wa mtu tangu tumboni amebeba roho ya udhaifu, tangu tumboni amebeba roho ya baraa, tangu tumboni amebeba roho ya kukataliwa, tangu tumboni amebeba roho ya kuasiwa, tangu tumboni amebeba roho ya kunyanyapaliwa. Ni maombi yangu ndani ya siku 5, kila roho ambayo ilianzia tangu tumboni, hiyo imekuachia wewe kwa jina la Yesu Kristo. Anayenielewa, hiyo imekuachia wewe kwa jina la Yesu Kristo. Ni maombi yangu, ikiwa kuna nila yoyote ambayo haijaanzia ulipoolewa, haijaanzia ulipooa, haijaanzia ulipoanza kufanya biashara, ilianzia tangu tumboni. Kwa mtu yeyote anayesikiza mahali popote, ni maombi yangu ndani ya mfungo huu, hiyo roho ikuachie kwa jina la Yesu. Ikiwa ilianza tangu tumboni, lazima ikuachie kwa jina la Yesu. Anayenielewa sema achia, pasua kwa jina la Yesu. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie hiyo tabu ulionayo unajua imeanzia wapi. Mshike tena mkono, mwambie mgogoro ulionao unajua umeanzia wapi. Mwambie kuna uwezekano wa tangu tumboni ukawa umejaa roho fulani. Kuna mtu ananielewa? Mwangalie tena usoni, mwambie huo ugonjwa ulionao unajua umeanzia wapi. Mwambie hiyo eka hiyo ya kukataliwa unajua imeanzia wapi. Kuchukiwa kumeanzia wapi, mpaka ndugu zako hawakuelewa, unajua imeanzia wapi. Yamkini uko hapa ni tangu tumboni, hiyo vita yako ni tangu tumboni. Napiga migogoro ambayo imekupata wewe, ambayo ilianzia tangu tumboni. Mimi nadili na vyanzo vyote vya matatizo, na ndani ya wiki hii kila aina ya tatizo utembei, utatembea. Una matatizo ya masikio, utakaa sawa. Umeharibikiwa, kuna mambo yatanyoka. Mambo ya biashara yanaenda vibaya, yataenda sawa. Nasema tena, pokea usawa. Ananielewa sema amina. Itakuwa ni dakika chache tu, lakini mtu anakwenda kwenye hatima yake, anakwenda kwenye kusudi lake, anakwenda kwenye ndoto yake. Wanaenda kwenye hatima zao zikiwa nasema fire. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie yamkini issue ulionayo imeanza tangu tumboni. Na kwa hapo ukifuatia tangu tumboni, hata Yakobo na Esau tangu tumboni kwa mama zao walikuwa wana mafarakano tangu tumboni. Yakobo alikuwa ni shujaa tangu tumboni, Esau alikuwa dhaifu tangu tumboni. Kumbe kuna udhaifu ambao mtu anaweza akapata tangu tumboni, na kuna ushujaa ambao mtu anaweza akapata tangu tumboni. Hapa tunaambiwa kwa Yohana, huyu hatajaa Roho Mtakatifu. Yaani kwa tafasiri nyingine kwa leo tunasema aliyejaa Roho Mtakatifu ni yule ambao unamsikia anafanya rakaparabo shakaparaba, ni kwamba kananena kwa lugha tangu. Haleluya. Leo tunasema mwenye Roho Mtakatifu ni vile anavyonena kwa lugha kama inavyotambulika kote. Ina maana Yohana amejaa Roho Mtakatifu tangu yuko tumboni. Kwa nini? Ni mdogo, lakini kwa nini awe na Roho Mtakatifu? Kimwili ni kweli mdogo, lakini kiroho sio Yohana tena, ni Elia aliyewahi ishi. Ndio maana amepata neema ya tangu tumboni akawa na Roho Mtakatifu. Na mimi nasema pokea neema ya kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sio nguvu ya magonjwa, wala sio nguvu ya baraa, wala sio nguvu ya mateso. Ananielewa sema achia. Sema pasua. Pasua, pasua, pasua. Sema ninakataa magonjwa, ninakataa matatizo yaliyonipata tangu tumboni. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema ninakataa baraa, ninakataa magonjwa, ninakataa matatizo yanayonipata tangu tumboni. Sema kuanzia leo, kama kuna baraa yoyote ambayo imetokea tangu tumboni, leo naipiga baraa hiyo. Anayenielewa sema inapigwa kwa jina la Yesu. Sema tena tunaipasua. Sema tena naipiga. Sema pasua. Sema tunashinda matatizo yaliyoanza tangu tumboni. Sema tunashinda changamoto zilizoanza tangu tumboni. Sema tunashinda roho ya usaliti
iliyoanza tangu tumboni. Sema tunashinda roho yoyote ambayo inanifuatilia, iliyonianza kunifuatilia tangu nikiwa tumboni. Kuna watu wana roho ya kukataliwa inaondoka. Kuna watu wana roho ya bara inaondoka. Kuna watu wana roho za mikosi zinaondoka. Kuna watu wana roho za kujeruhiwa kila mara zinaondoka. Ninatangaza roho ya kusalitiwa, roho ya kuachwa, roho ya kutengwa, roho ya kutokuaminika, roho ya kutokueleweka. Leo naondoa hizo roho ndani yako. Ninaachilia moto ndani yako. Hebu sema achia, 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 achia. Sema amen. Nisikie mwenye nguvu anasema amen. Sema amen. Sema kila aina ya roho iliyonivaa tangu tumboni leo naikataa. Nasikia sasa anakuambia huyu mtoto amezaliwa yuko hivi hivi, ana kasoro hizi hizi. Akata anazaliwa, alizaliwa mnyonge sana. Alipozaliwa hata kulia mpaka alipompiga ndo alilia. Alipozaliwa alikuwa mchovu sana, amechoka sana. Ndio maana mpaka leo tukimwangalia niko hivyo hivyo. Ni mtoto wa maajabu, amezaliwa akiwa mchovu sana. Kumbe ni roho ya uchovu iliyokukamata ili kuendesha maisha yako. Haijaanzia ulipozaliwa tu, imeanzia tangu tumboni. Kama Yohana, kuna roho iliyomwingia ambayo imeanzia tangu tumboni. Roho tangu tumboni kwa mama, roho ya bara tangu tumboni kwa mama, roho ya kukataliwa tangu tumboni kwa mama. Ni maombi yangu jioni ya leo, Jumatano ya leo, Jumatano ya leo, Jumatano ya leo, Jumatano ya leo ya mwishoni mwa mwezi, ninatangaza kwa jina la Yesu, kila aina ya tatizo ambao umelipata tangu tumboni kwa mama yako, ninaagiza tatizo hilo lirudi nyuma kwa jina la Yesu. Balaa hiyo irudi nyuma kwa jina la Yesu. Magonjwa haya yarudi nyuma kwa jina la Yesu. Anayeelewa sema achia. Pasua, pasua. Sema hakuna mara yoyote ambayo ilianzia tumboni itakayodumu kwenye maisha yangu. Msikia sasa, amejaa roho. Nitaka ngao nikufundisha hapa kwamba kuna uwezekano wa mtu tangu tumboni kwa mama yake akawa na roho fulani. Huyo Yohana tangu yuko tumboni amejaa Roho Mtakatifu. Anaendelea sasa pale mbele mstari wa 16. Na wengi katika Waisraeli atawarejesha kwa Bwana Mungu wao. Kumbuka kule ameongelewa Elia kwamba wengi katika Israeli atawarejesha kwa Mungu wao. Yaani kwamba ana neema ya ajabu. Wale waliotoka kwa Mungu ana uwezo wa kuwarejesha. Kule nako pia aliongelea kwamba atarejesha ile mioyo iliyopotea, ile mioyo iliyoibiwa atairejesha kwa Baba. Anaendelea tena mbele yake 17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya naye atatangulia mbele zake katika roho ya nani? Ya nani? Ya nani? Ya nani? Huyo anaitwa nani? Yohana. Lakini roho nani? Elia. Anaitwa nani? Yohana. Roho nani? Elia. Sema tena, anaitwa Yohana lakini roho Elia. Mwili Baba ametoa jina, aitwa nani? Yohana. Ndani huku anaambiwa sasa, Yesu anajaribu kusema, anasema Bwana, huyo mtu huyo ambaye atatokea huyo Yohana, ndani yake atakuwa mwili atakuwa ni Yohana, lakini ndani itakuwa ni roho ya Elia. Unaanza kujifunza kitu hapo. Kumbe Elia aliishi mara mbili. Mara ya kwanza alikuja Elia, ndio yule ambaye unamuona alichukuliwa. Huyo ambaye unamuona alitwaliwa ni Elia aliyeshusha moto, ni Elia aliyefanya maajabu, ni Elia. Mwili Elia, roho nayo Elia akatoka akapotea. Baada ya miaka kadha wa kadha, Elia anarudi tena. Anarudije? Mwili Yohana, roho Elia. Ina maana kama mtu akifa hapa duniani, mwili unakufa, roho inarudi mbinguni. Kama mwili alikuwa anaitwa Kevi, roho yake nayo itaitwa Kevi. Kwa baada ya kufa, roho yake itarudi mbinguni, mwili wake utakuwa umekufa.
Sasa ina maana Yohana ambaye tulimwona huku duniani aliyekata kichwa, ina maana Yohana, mwili ulikuwa Yohana lakini roho sio Yohana. Roho ni mtu mwingine. Ina maana Yohana mbinguni hayupo, kwa sababu mwili baada ya kuuawa Silondo inarudi mbinguni, Kevin ndo anarudi mbinguni. Sasa humu ndani hapakuwa na Yohana, palikuwa pana Elia. Ina maana yule Elia aliyekuja, yule Elia ndiye aliyerudi mbinguni. Baadaye Yesu anathibitisha maneno hayo kwenye kitabu kile cha Mathayo 11:17 mstari wa 10. Haya, sawa, twende. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unene ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Wanafunzi wake wanamuuliza Yesu, mbona kwenye vitabu vimenena vitabu vimesema kwamba inampasa Elia atarudi tena mara ya pili? Ndio maana hata siku moja wakati Yesu anauliza swali, anasema huko nje wananiita mimi nani? Ndio maana mwingine akasema wanakuita Elia. Yesu alikuwa anamfanisha na Elia kwa sababu waliwahi soma vitabu kwamba Elia atarudi tena. Walijua Yesu ni Elia. Sio kama unanielewa? Kuna kipindi waliwahi muuliza Yesu. Yesu anauliza kwanza wanafunzi wake, anawaambia huko nje wananiita mimi nani? Yesu akasema, wanafunzi wake akasema, wengine wanakuita Elia, wengine wanakuita nabii fulani, wengine wanakuita hivi. Hawa watu waliokuwa wanasema anaitwa Elia ni kwa sababu walikuwa wanatafasiri ya vitabu vilivyowahi tokea, vikataja kwamba Elia ataishi tena. Kwa wenye hawakuona ajabu, kwa walijua wanakuita wewe ni Elia, kwa sababu hata kwenye vitabu vya waandishi waliwahi tabiri kwamba Elia atarudi tena mara ya pili. Kwa watu wanaona wewe ni Elia. Sasa Yesu ndo anawaambia hapa, anaambia sikilizeni niwaambie. Mstari wa 11. Naye akajibu akawaambia. Yesu anawaambia wanafunzi wake sasa, kweli Elia yuaja kwanza. Kweli Elia yuaja kwanza. Naye atatengeneza yote. Naye huyo Elia atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja. Elia tayari amekuja. Wasimtambue. Lakini watu hawajamjua. Lakini wakamtenda yote waliyotaka. Wakamfanyia yote walioyataka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuenda kuteswa kwao. Yesu anathibitisha, anasema Elia tayari amekuja na tayari ameonekana, lakini wakamtenda yote walioyataka. 13. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu. Wanafunzi wake walipomsikiliza Yesu anafafanua hivyo, wakapata ufahamu. Amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Wakajua maneno haya Yesu anaongea tuliyemtenda mabaya, tuliyemtenda yote, aliyekatwa kichwa. Wakajua kabisa Yesu anasema kwa habari za Yohana Mbatizaji, kwamba aliwahi kuja lakini wasimjue, kwa sababu walijua Elia alikuwa na mandevu, Elia alikuwa yuko hivi, Elia alikuwa mrefu, kwa atakaporudi mara ya pili atarudi ni mrefu. Kwa walikuwa wanamsubiria aje tena, kwa sababu Elia wanajua alichukuliwa na gari la moto. Sasa wanajaribu huyo labda atarudi tena. Sasa wanaangalia ujio wake, wanajua labda atarudi tena, maana alichukuliwa, hatujazika, alichukuliwa. Kwa wakawa wanasubiri arudi tena, wakajua atarudi tena, wakawa wanasubiri. Manabii nao pia walitabiri kama alivyoondoka atarejea tena. Sasa wakawa wanasubiri ujio wao. Kumbe Elia alishakuja, lakini kurudi tena hakuja tena na lile gari ambalo lilimchukua. Alivaa mwili wa Yohana, akaonekana ni Yohana, kumbe ndani ni Elia Mtishri. Lakini tabia za Yohana ndizo tabia za Elia. Elia alikuwa anakula nzige na asali, Yohana naye anakula nzige na asali. Elia alikuwa anapenda kukaa maporini, na Yohana naye pia alikuwa anapenda kukaa makaburini, anapenda sana kukaa maporini. Tabia zikawa zinafuatana. Leo napiga tabia za kipepo ambazo zimefikwa ndani yako, naona jikuta unazifuata tabia hizo. Leo tunakataa kuongozwa na roho yako. Hebu sema nakataa roho yangu kuongozwa na roho ya mapepo. Hebu sema achia, pasua. Elia anakula nzige na Yohana naye anamkuta naye anapenda kula nzige. Elia anavaa mavazi ya ajabu.
mambo ajabu ya ngozi. Yaani huko tuna mavazi yangu naye Yohana vazi la ngozi. Elia mtata, naye Yohana naye mtata. Elia anakula asali, naye Yohana naye chakula chake asali. Yaani lile lilo kwa sababu ni Elia mwenyewe, basi linamtuma na Yohana fanya hivyo. Unanielewa? Kama unanielewa punga mkono hivi. Kama usipunge tu ili mradi, punga kama unaelewa. Punga hivi. Kwa unaona ndani kuna roho ya babu. Babu alikuwa kigagula. Naona shangaa na wewe akili yako inakutuma kuwa mganga, kwa sababu ndani kuna lilo. Sikia mtu anakuambia natamani sana mimi kuwa mganga, natamani sana mimi kuwa hivi, natamani sana kuwa hivi. Kile ambacho natamani ni wewe kweli, au kuna roho nyingine iko ndani yako ndiyo ambayo inakufanya utamani hicho? Sasa kuna watu ambao leo hii wapo, kuna vitu wanavitamani lakini sio roho zao ndizo zinazotamani. Kuna roho nyingine imeingia ndani inawapelekesha kuvitamani vitu fulani. Unaona watu wanafanya leo vitu vya ajabu, anafanya vitu vya kinyama. Unajiuliza, hivi huyu ni mtu kweli? Haya anayefanya kweli mwanadamu mwenye akili anaweza akafanya kweli? Kumbe ndani yake sio yeye, ndani yake kuna roho nyingine. Kama kuna roho ya kipepo itamsurutisha kuyatenda mambo ya kipepo. Kama kuna Roho Mtakatifu atajikuta anayatenda aliyo matakatifu. Sasa Elia siku zote chakula chake yeye ni nzige, asali, mavazi yake ni ngozi. Ana ngozi ya mnyama ndo anavaa. Alafu lilo la Elia linarudi ndani ya Yohana. Yohana naye anajikuta, huyu mwili Yohana anajikuta anapenda kuvaa mavazi ya ngozi. Anapenda kuvaa, na mavazi yalikuwepo, sio kana kwamba yakuwepo. Maana hata Yesu mwenyewe alikuwa anavaa joho. Kwa mavazi yalikuwepo, sio kana kwamba mavazi hayakuwepo. Lakini yeye Yohana alikuwa hajishughulishi na mavazi ambayo wengine wanavaa. Yeye alikuwa anajishughulisha na mavazi ya ngozi ya kondoo. Akivaa anaona ndo amependeza. Kumbe ndani kuna roho iko pale ambayo ndio ambayo inamfanya avae. Kuna roho ndio ambayo inamuongoza. Uwezekano wa mwili akawa mtu fulani, roho akawa mtu fulani. Leo hii duniani wamejaa kibao. Wanamwona mtu ni mtu huyo, anavyoenda huyo. Unaweza ukasema ndo Asumani huyo, unaweza ukasema ndo Mwajuma huyo, unaweza ukasema ndo nani huyo, ndo Petro huyo, unaweza ukasema ndo Yohana huyo, unaweza ukasema ndo mtu fulani huyo. Kumbe ndani yake sio yeye. Kumbe ndani yake kuna roho nyingine inatenda kazi. Leo tunapiga roho inayotenda kazi juu yetu. Kuna roho ambayo inakuongoza kukuharibia. Leo tunaishinda hiyo roho. Dakika chache naishinda hiyo roho. Roho ya magonjwa tunaishinda, roho ya baraa tunaishinda, roho ya mikosi tunaishinda. Wanaoshinda pamoja na mimi, hebu sema pasua, 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 pasua. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie wewe ni wewe. Mshike tena mkono, mwambie wewe ni wewe. Mwambie wewe ni wewe. Wewe ni mtu akipagawa mapepo anapagawa, unamuuliza wewe nani? Alafu anasema mle ndani anasema mimi bibi yake. Unajiuliza bibi yake. Bibi, uongele ndani ya huyo bibi. Sio pepo limeeti kuwa bibi, ni bibi. Sio ndani ya sio pepo la bibi, ni bibi. Si kama unaelewa? Ninasema mimi ni bibi yake. Unamuuliza bibi yake umefuata nini? Mimi bibi yake nimemfunga. Wewe bibi unatoka wapi? Songea. Unajiuliza bibi aongelee humu. Mimi niko Dar, bibi yuko Songea. Aongelee humu. Kama bibi anaweza akatumia mdomo wako akaongea yeye akiwa ndani yako, ndivyo bibi anavyoweza akakutumia mwili wako ukafanya vitu vya ajabu bila mwenye kujijua. Leo napasua huyo bibi kwa jina la Yesu. Hebu sema apigwe. Pasua, pasua.
Akamgeukia kabisa akamwambia, wewe sisi ndio wenyewe sasa. Siku moja nilikuwa namwambia dada mmoja, dada apate kazi. Nikanamwambia siku hiyo, alikuja hapa naona ni mloma yule. Akaja hapa vizuri, nikamwambia sana, niko pastor. Ameletwa na mwenzake. Akaja nikakaa naye hapo, nikanamwambia. Wakati namwambia nikanaongea naye, namwambia Mungu anaweza akakufungua. Akasema sawa pastor, lakini mimi pastor, mimi ni Roma, afu kule kwetu watu na warokole wengine ambao wako mle kwenye, lakini tuna baadhi kwa warokole. Nikasema usijali, mimi nakuombea tu hapa, wewe mwenyewe utajua baadaye. Akasema sawa. Nikamwambia fatisha maneno haya apate kazi. Wakienda 5, 4 wanachukuliwa, yanakataliwa. Kwa hiyo anarudi. Imekuwa ni hivyo. Kienda wengine kataliwa, yanarudi. Ikabidi nianze kumwombea. Baada ya kuomba, baba yake akaanza kuongelea ndani. Baba yake anasema, wewe tulia, bana mdogo sana wewe. Nikasema wewe nani? Mimi ni baba yake. Nikasema baba yake, unafanya nini? Akasema nimefunga mwenyewe mwanangu, mwenyewe ndo nimemfunga, na nataka awe hivi kwa sababu ni jeuri. Jeuri anajitia, anaangalia mambo yake tu. Kwa mimi ndo nimemfunga awe hivi. Nikasema nakuagiza toka kwenye maisha yake. Nikasema nakuamuru toka. Yuko sitoki. Nikasema kama utoki na kuua. Yuko nishakufa muda. Yuko kama kufa nishakufaga muda. Nikajiuliza amekufa muda. Nikasema nakuamuru na kunyonga kufa. Yupo sifi nishakufa. Ikabidi nianze kuomba na kupiga. Piga, analia. Piga. Unanipiga ili simuachi. Nikaanza kuomba, omba na piga kweli kweli. Baadaye wakati nimeomba, nikasema kwa jina la Yesu, najua umekufa kifo cha kimwili, lakini cha kiroho hujafa. Na kuchinja na amuru ufe kifo cha kiroho. Akasema sifi. Nikamwambia kwa jina la Yesu, ninakuagiza leo utakufa tu. Lazima umwachie huyu. Yuko mimi ni baba yake. Siwezi kumwachia. Huyu ni mwanangu, nimefunga mwanangu mwenyewe. Niliyemzaa mwenyewe ndo nimefunga. Nikasema we ni baba wa mwili, mimi ni baba wa roho yake. Kwa hiyo nakuagiza na kuchinja kufa. Akasema umeniweza. Akafa. Yule dada akagarambuka akazinduka. Nikamwambia vipi unajisikiaje? Yuko salama mtumishi. Hii hali gani? Mimi najuaga kanisani wao wanasukuma. Nikasema nani akusukuma? Tuna shida ya kukusukuma. Nikasema nani akusukume? Akasema mimi najuaga wanasukuma. Nikasema hapana, hakuna nani kusukuma. Baadaye nikamuongoza tena sala tena nyingine, nikakaa naye sasa pembeni. Nikamwambia baba yako yuko wapi? Akasema babangu alishakufa. Nikasema nini kinachoendelea kati yako na babako? Anasema mimi babangu ni pastor. Babangu mimi sikwenda kwenye ule msiba wakati amefariki kwa sababu ya maisha. Babangu nasikia kabla hajafa, wakati anaumwa sana, aliapa akasema tutaona kama atafanikiwa. Yeye anapambania maisha yake, anashindwa kupambania maisha yangu. Tutaona. Basi tangu hapo baba amefariki, tuna ugomvi mpaka leo hivi. Nazidi kwenda mimi. Nikaenda tu kwenye kaburi lake, nikarudi, nikaendelea na maisha. Nikamwambia hapo ndo kisa kilipoanzia cha wewe kufungwa kazi. Ikabidi nianze kumwelekeza kazana hivi. Nimemaliza hapo, tumeachana. Anaondoka. Wakati anaondoka, anapandisha tu mlima huo, anapigiwa simu, anatakiwa Arusha. Akapigiwa simu ya kazi, anatakiwa Arusha. Kapangiwa sehemu ya kukaa, nyumba atakayokaa mara atakapokuwa anafanya kazi na ofisi. Akaondokea hapo, akarudi ananiambia baba, yani mtumishi. Nikamwambia vipi?
yuko. Yani hapo tunapanda, napigiwa simu saa hiyo hiyo, napokea kazi. Kwa Mungu yote anawezekana, yote anawezekana. Leo nataka na mimi pia niikomeshe roho iliyo nyuma ya tatizo lako. Hebu sema pasua, pasua. Kuna mtu hapasui, sema naipasua. Sema kama ni bibi yangu nampasua, kama ni babu nampasua, kama ni shangazi nampasua, kama ni mjomba nampasua. Sema apigwe. Sema ninawapiga kwa jina la Yesu. Sasa unaweza kujikuta mambo hayaendi, kumbe kuna rilo ambayo liko hapo. Unapambana na hichi, kumbe kuna roho iko hapo. Kuna watu, kuna maroho yanawaongoza. Kuna watu, kuna roho ambazo zinazuia mafanikio. Kuna mtu unatamani ufike mbali, unatamani umtumikie Mungu sana, lakini kuna roho ambayo inatumwa juu yako izuie hakuna kutumika. Iko roho ambayo inakuongoza. Sasa ili ushinde, lazima uipige hiyo roho. Kama hujaipiga hiyo roho, hujashinda. Lazima hiyo roho ikuache, ndio ili mambo yako yafunguke. Kwa unahitaji jambo lako lolote lifunguke, kuna roho ambayo inakuongoza. Ikipigwa hiyo roho, mambo yako yanafunguka. Pokea mambo yako yafunguke kwa jina la Yesu. Mambo yako yafunguke kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye anasikiza maana popote, mambo yako yafunguke kwa jina la Yesu. Hebu sema naikataa roho yoyote inayoniongoza kwa namna yoyote ile kwa jina la Yesu. Sema amen. Pige Bwana Yesu makofi. Tunakataa. Mwingine alikuja kaka mmoja, baba mimi sipati kazi mtumishi, ninapambana ni kijana tu. Anasema mimi sipati kazi, napambana na hangaika kuliko sipati kazi. Baadaye nikamwambia sasa ukazane kanisani, Mungu atakupa kazi. Nikamwombea, nikamwambia kazana kanisani, Mungu atakupa kazi. Baada ya kumwombea akaondoka. Kweli siku hata hazikuwa nyingi, akapigiwa simu kwamba kuna kazi huko imepatikana. Akaenda mpaka kwenye hiyo kazi. Alipoenda kwenye hiyo kazi, akaambia kazi yako bwana, si una kazi? Maana kazi anatamani kuwa dereva, na kuonesha kama roho fulani hujaiondoa itakutesa na kukuharibia vitu vyako. Lazima uiondoe. Kuna roho tu itakupelekesha kwenye jambo baya, kwa sababu ipo kazi yake imetumwa kukuharibia. Baadaye akapeleka hapo kazi, akafika hapo kazi. Amepelekwa hapo kazini, anaanza. Bosi yule wa pale, yeye anafanya kazi posta. Akamwambia mimi nafanya kazi posta, kwa hiyo wewe utakuwa unanichukua hapa na gari yangu, gari na miezi 3. Utakuwa unanichukua, ameitoa bandarini na miezi 3 mpya. Akasema utakuwa unaniendesha, unanipeleka posta kazini, unanirudisha. Lakini utakuwa unanipeleka, unarudi na gari, jioni unakuja kunichukua. Akasema sawa. Yule mama akasema hiyo kazi unataka uanze lini? Akamwambia mama mimi hata leo niko tayari kuanza. Yule mama akasema sawa, na ili ukapajue sehemu ambapo mimi nafanyia kazi. Huyo kaka akasema sawa. Moja kwa moja yule kaka wakati amesimama hapo, yule mama akaingia ndani, akampa funguo, akamwambia itoe gari hapo ndani ili sasa unipeleke. Yule kaka akasema sawa, akaingia ndani, anaitoa gari. Wakati anarudi Rivers na ile gari anaitoa, siku huko kuna dude gani, akashangaa ile gari, lile dude la chini limenasa. Kwa wakati anarudi lile dude, lile bumper likawa limenasa hapo. Akashangaa bumper lote la mbele lote limemeguka. Gari mpya ina miezi 3. Akashangaa bumper lote la mbele lote limetoka ka. Baadaye yule mama kule ndani anasikia, ikabidi yule mama atoke. Anatoka anasema nini tena? Huyu kaka anamwambia hata sielewi ninaneza. Yani leo tu ndo unaanza kazi na hata hujaanza unaanza kuleta matatizo. Je, ukianza? Yule mama akakasirika, akafukuza kaka, toka. Yule kaka akaja hapo, baba kachanganyikiwa. Nikamwambia kaa hapo. Akakaa, nikaweka mkono juu yake, nikaanza nikamwombea, nikasema kwa jina la Yesu. Nilipoanza kuomba akaanza, nikaomba kwa jina la Yesu. Omba. Baadaye naomba. Baadaye akapandisha, akasema mimi ni baba yake, lazima aharibikiwe popote pale.
Baadaye nikamwombea kakaa sawa. Nikamuuliza wewe na baba? Akasema pastor, babangu ni mchawi vibaya. Mchawi babangu ni mchawi. Ni mchawi, tena ni mchawi, na mimi ananivuta nirudi kule niendelee na mimi nikawe mchawi kama yeye. Mimi sitaki. Sasa najitafutia kazi. Nikasema hata hiyo kazi ambayo uliipata aliyekuharibia ni baba yako. Niko pasa, nampigia simu, mimi nataka niongee na baba. Nikamwambia ni baba yako huyu ndiye aliyekuharibia hata hiyo kazi. Yuko, mimi nampigia sasa hivi nimwambie ukweli. Nimwambie akome baba kuyafuatia maisha yangu. Nikasema wala hatutaki kushindana naye hivyo. Kuna namna atakayoitumia nzuri ya kushindana naye na utamwona baba yako atakuachia. Pige Bwana Yesu makofi. Nikamwambia kuna namna nzuri ya kushindana baba yako na utamwona baba yako atakuachia. Na mimi nasema iko namna nzuri ya kushindana hiyo roho inayokuongoza na hiyo roho itakuachia. Anaelewa sema amen. Pokea baraka ya hiyo roho kukuachia. Hebu sema niachie. Sema naipasua, naipasua. Sema anapiga roho yoyote inayoniongoza, roho ya madeni, roho ya baraha, roho ya matatizo, roho ya kataliwa, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kuharibikiwa. Leo naipiga roho yoyote ambayo imetumwa kwenye maisha yangu. Sema naiondoa. Sema tena naiondoa. Sema tena naiondoa. Sema tena naiondoa. Sema naiondoa. Sema naiondoa. Roho yoyote inayoniwekea giza leo naiondoa. Sema naifeka hiyo roho. Piga hiyo roho. Sema naipiga. Sema tena naipiga. Sema naipiga roho yoyote. Sema hivyo, sema naipiga, naipiga roho yoyote, roho ya baba, roho ya mabibi, roho ya mababu, roho ya mashangazi. Leo naipiga roho ambayo inanifuatilia, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kuharibikiwa, roho ya kukataliwa, roho ya talaka, roho ya kusalitiwa, roho ya kuachika, roho ya kuacha, roho yoyote ile leo naipiga kuanzia sasa. Hebu shambulia kwa jina la Yesu. Sema naipiga kwa damu ya mwana kondoo. Naing'oa hiyo roho, naing'oa hiyo roho, hiyo roho ambayo inaniongoza, hiyo roho ambayo inaongoza mwili wangu, hiyo roho ambayo inaniongoza kwenye magonjwa. Leo naipiga kwa jina la Yesu. Endelea kuipiga. Sema napiga, naiponda, naishambulia. Shambulia kwa jina la Yesu. Rakapasatata, rekaparabashatata, rekaparabababa. Hata kama ujikwamba wewe, sema tunaipiga hiyo roho. Sema niachie. Sema tena niachie. Sema tena niachie. Piga kwa nguvu. Sema niachie. Sema tena achia. Sasa ndio maana hata ndani ya wiki nilifundisha kitu. Nikasema kama una roho ya madeni, hata kama kuna deni likakusumbua wakati wa kulilipa, utapambana. Kama una roho ya madeni, utashangaa ghafla utaenda kukopa tena, kwa sababu roho ya madeni iko ndani, ndio ambayo inakupeleka. Mwili pasipo roho umekufa. Ili mwili usurvive vema, unahitaji roho. Roho ikiwa haipo, mwili hauwezi kuwa sawa, mwili hauwezi kuhimili. Kwa kuna roho. Mapepo nayo ni roho, majini nayo ni roho, majoka nayo ni roho. Yanaweza yakaingia ndani yakakuongoza. Mashetani yanaweza yakaingia kwenye kitu chochote. Mapepo yanaweza yakaingia kwenye kitu chochote. Kwa mfano, kwenye bustani ya Eden, shetani aliingia ndani ya nyoka. Shetani ndo aliingia ndani ya nyoka. Shetani ndo aliingia ndani ya nyoka. Shetani alipoingia ndani ya nyoka, nyoka akaenda akamwona Eva. Nyoka akaanza kumwongelesha Eva. Eva akimwangalia anaona ni nyoka ananiongelesha. Kumbe sio nyoka, ni shetani aliye ndani ya Eva. Kumbe shetani anaweza akaingia ndani ya bundi akaja kwako. Shetani anaweza akaingia ndani ya paka akaja kwako. Shetani aliingia ndani ya nyoka. Nyoka, sema nyoka. Sema shetani aliingia ndani ya nyoka. Ni shetani huyo. Akwenda kwa Eva kama hivi. Hapana, aliingia ndani ya nyoka. Ndio maana Eva hakuona ajabu kwamba nyoka kumwongelesha. Alijua ni kawaida. Wanyama wa humu mwituni tunaelewanaga, kwa hao ni ajabu. Ona, wewe mtu ananielewa? Nataka nikukuna kitu ukikielewa, mchomo aliyeka kwenye maisha yako ni rahisi.
na utaona anachomoka. Baada ya dakika chache tu utaona namna atakavyochomoka. Leo tunamkimbiza. Leo anakuachia jumla jumla. Pigia Bwana Yesu makofi, jumla jumla. Shetani ameingia ndani ya nyoka. Kakaa ndani ya nyoka. Alafu moja kwa moja. Kwa nini shetani aliingia ndani ya nyoka sio simba? Kwa sababu nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa msituni. Yaani nyoka ana ufahamu wa juu, ana ujanja wa juu kuliko wanyama wote. Kwa hiyo shetani akaingia ndani ya nyoka wote, akaingia. Sio kwamba shetani alijigeuza kuwa nyoka. Shetani ndo aliingia ndani ya nyoka, akaenda moja kwa moja. Shetani anaenda kwa Eva, anamwambia eti Bwana Mungu amekataza mtu asile matunda ya mti huu. Ni shetani anamuuliza Eva akiwa ndani ya nyoka. Lakini Eva akiangalia hivi anasema sio shetani, anasema ni nyoka. Kumbe ni shetani yuko ndani ya nyoka. Shetani anaweza akawa ndani ya kitu. Shetani anaweza kaingia ndani ya biashara. Shetani anaweza kaingia ndani ya ndoa. Shetani anaweza kaingia ndani ya familia. Shetani anaweza kaingia ndani ya mume au mke. Shetani anaweza kaingia ndani ya watoto, wakaanza kufanya mambo ya ajabu, ukapambana nao, kumbe wanafanya mambo ya ajabu, kumbe kuna shetani ameingia ndani yao. Wewe na mimi tunataka tumng'oe shetani aliyeingia ndani yao kwa jina la Yesu. Ananielewa? Sema ng'oke. Sema ng'oka, 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 ng'oka. Wanaong'oa sema pigwe. Sema tena pigwe. Piga Bwana Yesu makofi, apigwe kwa jina la Yesu. Nyoka anamfuata Eva, anamwambia eti Bwana Mungu amekataza mtu asile matunda haya. Eva anasema ndio. Nyoka anasema wewe kula Bwana. Bwana Mungu anajua ukila mtafanana naye. Kula. Yaani shetani linamshawishi kula. Lakini Eva anasema nyoka na wewe Bwana, na wewe nyoka Bwana wewe. Asijue kwamba ni shetani. Kuna mtu unaweza ukakaa naye ukajua ni mtu, kumbe ndani sio mtu. Kuna watu unaweza ukasema ni mashosti, kumbe sio shosti. Kuna mtu unaweza ukamwelezea mambo yako yote, kumbe ni wakala wa kuzimu. Kuna mtu unaweza ukamfichulia mpaka siri za ndoa yako zote ukambagia. Ni vizuri kuwa msiri. Sio kila unayemwona unamtapikia yote. Hapana. Kuna wengine usiwatapikie. Wengine ni mawakala wa kuzimu, wametuma kuharibu ndoa yako. Leo nawapangua, leo nawapiga, leo nawazuru. Anayewapiga pamoja na mimi sema pasua. Pasua, pasua, pasua. Sema ninawapasua kwa jina la Yesu. Sema wapasue kwa jina la Yesu. Mungu na jirani yako, mwambie una uhakika na yule shoga wako. Mwangalie na usoni. Mwambie una uhakika na yule shoga wako. Mwambie huyo shosti wako huyo, una uhakika naye? Ni shosti kweli? Ni rafiki kweli? Ni mwema kweli? Au ni wakala wa kuzimu? Mwambie tutajua baada ya muda mchache. Na mimi nataka niwapige kwa jina la Yesu. Nataka tuwapige kwa jina la Yesu. Na utaanza kuona wanajitenga na wewe, wala usiogope. Wanaacha kuongea na wala usiogope. Wanaanza kufyonza fyonza, wala usiogope. Hebu sema pasua. Pasua. Unamsikia tu yani? Yuko tu. Unajua tupasa kile alishampasua. Unajua maombi ya siku 5 yalishampasua. Na agiza pasue kwa jina la Yesu. Anajitia na kuletea chai, kumbe wakala wa kuzimu huyu. Anajitia na kuletea maharage, kumbe wakala wa kuzimu huyu. Anajitia ni rafiki yako wa karibu, kumbe wakala wa kuzimu huyu. Anajitia na ugua juu ya mambo ambayo unapitia, kumbe ni wakala wa kuzimu huyu. Leo nakutenga nao kwa jina la Yesu. Leo nakutenga nao kwa jina la Yesu. Anayetengwa nao inuka, sema fire. Piga Bwana Yesu makofi, anaweza glory. Sema tunajitenga nao, tenga nao. Sema tena tunajitenga nao. Wana zani hata manabii wa uongo ni nini? Manabii wa uongo ndani yake anakuwa na joka. Kwa hiyo anaenda anafanya mambo kama joka. Likitoka joka hafanyi tena. Wachungaji wa uongo najua nini ndani yao, wanakuwa na majoka. Mawakala wa kuzimu unajua nini anakuwa ndani yake, analijoka. Lile joka ndilo linalompekesha kufanya mambo ya ajabu. Likipigwa lile joka hafanyi tena mambo ya ajabu. Hafanyi tena mambo ya ajabu.
Mimi nakataa kwa jina la Yesu. Wewe kuongozwa na roho yote ya machoka, wewe kuongozwa na roho yote ya mapepo, wewe kuongozwa na roho yote ya umaskini, ninaagiza umaskini uondoke juu yako. Roho ya umaskini iondoke juu yako. Roho ya magonjwa iondoke juu yako. Roho ya kusalitiwa, roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, roho ya kunyanyapaliwa, roho ya kuchukiwa, roho ya kila aina naikataa juu yako. Ananielewa? Naikataa juu yako. Hebu sema achia. Sema naipiga, 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 naipiga. Sema tena naipiga kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo ninakataa roho inaonishusha kila mara. Kila ninapopanda inanishusha. Naipiga hiyo roho. Maneno, sema kwa jina la Yesu. Hiyo roho kila ninapopata wateja wengi inawapurusha. Naipiga hiyo roho. Naipiga hiyo roho. Naipiga hiyo roho. Naiteketeza kwa jina la Yesu. Kama ni roho ya babu, kama ni roho ya bibi, kama ni roho ya wafu, kama ni roho ya wafu, kama ni roho ya mizimu, kama ni roho ya majini mahaba, leo naipiga hiyo roho. Sema naipiga, piga. Sema naipiga kwa jina la Yesu. Sema tena naipiga kwa jina la Yesu. Hata kama uje kuomba usifanye tu hivi. Sema maneno, sema naipiga. Roho hii naipiga. Roho hii naipiga. Piga lile tatizo ambalo unaliona. Sema napiga, napiga, napiga. Raka pasatata. Reka pasatopo. Rika parabashake. Raka pasatata. Yesha tatata. Reka parababababa. Roho ya bara, roho ya magonjwa. Reka pasatata. Roho ya kuharibikiwa shakapa. Roho ya magonjwa, roho ya kuharibikiwa, roho ya kuharibu mimba, roho ya asala, roho ya bara, roho ya mikosi, roho ya magonjwa, roho ya kataliwa. Hebu sema naipiga, piga, piga. Piga ile roho ambayo unaijua wewe. Sema naipiga, naikataa. Naivua hiyo roho. Naivua hiyo roho. Naivua hiyo roho. Hebu ivue. Sema naivua, vua, vua. Roho ya kukataliwa, roho ya kila namna, roho ya kunyanyapaliwa, roho ya kusingiziwa, roho ya kuonewa, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, roho ya baraha, roho inayoniongoza, roho inayoniongoza, roho inayoniongoza, roho nakataa kuongozwa na hiyo roho ya kipepo. Rakapasatata, rekaparabashetete, rikaparabababa, yakapasatata, rekaparabababa, yakaparaboshetete, rikaparabasetete, rikaparabashatata, yakapasatata, shakaparabababa, yakapasatata. Endea kuomba hata kama ujui, hata kama ni mara yako kwanza leo kuja. Wewe sema tunaipiga hiyo roho. Sema naipiga hiyo roho. Hii roho ya asala, roho ya asala, roho ya asala, roho ya magonjwa, roho ya kuzofishwa, roho ya baraha. Hebu sema naipiga, piga, piga. Piga, piga, piga. Endelea kuomba sasa. Endelea kuipiga sasa. Endelea kuipiga sasa. Endelea kuipiga sasa. Endelea kuipiga sasa. Hiyo inakimbia. Hiyo inakimbia. Hiyo inakimbia. Hiyo inakimbia. Ya da 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 da. Kapasatata. Leo naiteketeza roho ya bara, roho ya mauti, roho ya kifo, roho ya asala, roho ya kataliwa. Hebu simama sasa. Hebu itupie moto. Hebu itupie moto. Hebu itupie moto. Hebu itupie moto. Hiyo roho inayokutesa, roho inayokuharibia, roho ya magonjwa, roho ya asala, roho ya kuharibikiwa, roho ya baraha, roho ya mikosi, roho ya kuonewa, roho ya maonevu, roho yoyote shambulia. Endelea kushambulia, shambulia, shambulia. Shambulia hiyo roho. Shambulia hiyo roho. Shambulia hiyo roho. Shambulia hiyo roho. Yerere musakata. Rekatakata radadada. Rekapasatata. Rekaparababababa. Rekaparaboshekete. Rekaparababababa. Rekapasatata. Rekaparababababa. Rekaparababababa. Shapababa. Yeshatatata. Hebu tuma moto. Piga hiyo roho, shambulia. Yakapasatata. Rekaparababababa. Endelea, endelea, endelea kuipiga. Endelea kuipiga. Endelea kuiondoa. Endelea kuiondoa. Endelea kuiondoa. Yakapasatata. Rekaparababababa. Wewe roho chafu. Shatatata. Yakapasatata. Yakaparababababa. Iondoa hiyo roho. Roho ya umaskini, roho ya baraha, roho ya kuchukuliwa, roho ya kutumikishwa, roho ya kutumiwa, roho ya kutumikishwa kichawi. Yakapasatata. Rababababababa. Yeshararararara. Wakati unaomba hiyo roho inakuwa inaondoka. Kuna mwingine asikia mikono yako inawasha sana. Endelea, endelea, tunaipiga. Endelea, tunaivunja. Endelea, tunaitoa
maisha. Endelea, tunaipiga. Hebu ipige, piga hiyo roho, piga. Na tunakwenda kumaliza sasa. Endelea sasa. Roho ya baraha, roho inaniongoza, leo napiga hiyo roho, roho inaniongoza, roho ya magonjwa, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, roho ya kuharibikiwa, roho ya laana, roho ya kushindwa hiyo. Hebu shambulia kila eneo ambao unaona kuna roho imekaa. Hebu sema niachie. Endelea, niachie. Endelea kuomba, hebu achie. Endelea. Sijamwona mtu aliyechoka na hiyo roho. Piga hiyo roho, piga. Taja hiyo. Leo ni leo. Hii nimetosha. Hii roho ya kuzaa watoto wanaokufa, hii roho lazima iniachie. Leo naipwaga. Roho ya kuharibu mimba, roho ya baraha, roho ya kukataliwa, roho ya kuachika, roho ya kuzalauliwa, roho ya kushushwa, leo napigana nayo. Hebu itumie moto. Hiyo inaungua, hiyo tayari inaungua, hiyo tayari moto, tayari naona nguvu ya Mungu iko hapa. Endelea kuomba. Tayari moto umeshuka, tayari roho chafu inakimbia, tayari angalia mikono yako hiyo, tayari walioiba nyota yako wanaachia, tayari nguvu ya Mungu inatembea, endelea. Hiyo roho haitaniongoza, hiyo roho haitaiba huduma yangu, hiyo roho haitadhuru, hiyo roho haitanitawala, hiyo roho haitanichukua, hiyo roho haitanitumikisha. Leo achia. Endelea, tangaza ikuachie. Yarakapaseketerere, rakaparamaseketerere, rikaparabababababa, shabababa, reketerere, pisha. Yes, rekapasakaterere, rikapara, pisha huyo mwana maombi, pisha huyo mwanaji, pisha huyo mwana maombi, pisha huyo mwana huduma ndani yake. Huyo naona kuna watu wanafunguliwa sasa. Endelea sasa. Naona nyota ya biashara hiyo, akili iliyofungwa inaachiwa. Pisha huyo shakapara baba. Yakapara baba. Leo ninatuma moto. Hebu tutume moto. Anza kuachia. Huyo kamata watanakazishuka chini hapo. Endelea kuomba. Hiyo ya baba. Pisha huyo. Endelea. Moto umeshuka hapo. Hii ni saa ya maajabu. Endelea kuomba. Shabababababa. Shekete rikaparababa. Hebu tupige sasa. Kama unaotaga ndoto, unafanya mapenzi, piga lile jini linalokujaga. Piga hata kama kuna hali inakuja, wewe tandika kisawasawa. Mwambie wewe jini, sitaongozwa na wewe. Kama unaotaga amekuja babu aliyekufa, huwa anakutembelea, mwambie leo utanikoma. Hebu tangaza hali ya hatari leo. Huyo anakimbia. Yakaparabosepa. Endelea, tangaza hali ya hatari. Leo utaniachia. Kama majinamizi yanakuja
yanakujega usiku yanakukaba leo. Tangazaji ya hatari rakaparababa, tayari moto unatembea. Naona nguvu ya Mungu tayari, naona nguvu ya Mungu tayari kwa hapa. Hiyo inakusaidia, hiyo inakufungua, hiyo inakufungua. Ile akili mliokamata, ile nyota mliokamata, ule moyo mliokamata, ule ufahamu mliokamata, leo achia, leo achia, leo achia, leo achia, leo achia. Ile huduma iliyoibia, rudisha huduma yako, rudisha unachotaka. Angalia maajabu, hayo maajabu yanatokea, hayo maajabu yanatokea, hayo maajabu yanatokea. Ile kiu ya maombi inarudia, ile kiu ya maombi inarejea, ile mikono iliyoibiwa inaachiwa. Naiona mikono inafunguka, hiyo mikono inafunguka, hilo linaondoka, linaloongoza mikono hiyo. Achia mikono hiyo, inua mikono yako juu kunaomba. Naona mikono inaachiliwa, naona mikono inaachiliwa, naona mikono inaachiliwa, naona mikono inaachiliwa, naona mikono inaachiliwa. Leta mikono ya huyo, leta mikono ya biashara, leta mikono ya biashara, leta mikono ya utajiri, leta mikono ya utajiri. Leta jo yararaba sepa papa, yararaba sepa baba, hushaba baba. Leta mikono hiyo, hebu sema jo. Sema kwa jina la Yesu, hakuna roho yoyote itakayoniongoza mimi. Watendakazi mwe tayari hapa, inua mikono yako. Yes, nguvu ya Mungu imeshuka hapa. Inua mikono yako, nguvu ya Mungu imeshuka hapa, sio ya kawaida, inakwenda kutuweka huru sasa. Inua mikono yako na kwenda kwa huru. Yes, wale wenye huduma zao, wale wenye huduma zao, wale waliobeba hatima, wale waliobeba makusudi, wale waliobeba makusudi, wale waliobeba kusudi, wale waliobeba hatima, wale ambao roho chafu inaongoza, ninaagiza kwa jina la Yesu, yeyote aliyeinua mikono yake, ninaamuru kuanzia sasa hivi, ninaagiza sasa hivi, roho inayokuongoza, roho ya mizimu, roho ya baraa, roho ya mateso, roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, ninaagiza magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya baraa, roho ya mateso, wewe pepo, wewe jini, wewe jini, wewe joka, wewe ruani, wewe makata, wewe jini makata, wewe roho ya mauti, wewe roho ya kifo, wewe roho ya baraa, wewe roho ya kuiba pesa, wewe roho ya kuiba pesa, wewe roho ambayo inaiba pesa, wewe roho ambayo inachukua pesa, roho ambayo inachukua pesa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huyo aliyeinua mikono yake, wewe pepo, wewe jini, wewe joka, nafanya vita na wewe, ninasambaza moto, ninasambaza moto. Wewe ambaye kila anapopanda anashuka, nasikia sauti inaniambia huyu kila anapopanda lazima ashuke, lazima ashuke. Kila anapopanda kimafanikio lazima ashuke. Tumeapa hata kuja kupanda huyo hata kuja kupanda lazima haribikiwe, lazima haribikiwe, lazima haribikiwe. Nasikia sauti inaniambia hivyo, lazima haribikiwe, lazima haribikiwe. Inua mikono juu sasa, naiona hiyo nguvu inaondoka juu yako. Roho hiyo ya kuharibikiwa, huyo hataharibikiwa, hataharibikiwa. Kimbia wewe, na kuamuru sasa, kimbia, hataharibikiwa, na hesabu mpaka 3, ninasema hataharibikiwa. 1, kimbia huyo, kimbia, kamata huyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huyo mwingine hataharibikiwa kwa jina la Yesu. 1, hataharibikiwa, 2, hataharibikiwa. Wewe pepo, wewe roho ya uharibifu, kwa jina la Yesu hataharibikiwa. 3, ninatangaza kimbia, wewe roho ya kumharibu, kimbia, fanya haraka, nashusha moto,
nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto. Achia. Umetaka haribikiwa huyo, hata haribikiwa. Madam umekanyaga hapa, hata haribikiwa, hata haribikiwa, hata haribikiwa, hata haribikiwa, hata haribikiwa. Iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu ambayo inawafuatia ndani ya familia, iyo mizimu, iyo mizimu ambayo inatafuna watu, iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu, iyo mizimu. Wewe mzimu, wewe mzimu, nakupiga, nakupiga kwa jina la Yesu. Saidia huyu mizimu, kimbia, 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 kimbia. Kila aina ya mizimu inaagiza, achia, toka, toka. Ninawasha moto, ninawasha moto. Inua mikono juu sana, sema kuanzia leo, roho yoyote inanifuatilia, ninaagiza initoke, initoke, initoke. Kuna mtu ananong'ona anasema initoke, initoke. Sema kwa nguvu ili ikutoke. Sema kwa jina la Yesu. Bado sema kwa jina la Yesu. Hii roho inayonifuatilia initoke sasa hivi, initoke, iondoke kwangu, ondoka kwangu, ondoka kwangu, ondoka kwangu sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Toka, 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 toka. Sema toka, sema tena toka, sema achia, sema tena achia, sema tena niachie. Sema roho yoyote inanifuatilia kuanzia sasa, toka. Sema tena toka, sema toka, sema toka. Sema roho yoyote niliyopandiwa, ninaagiza iniachie sasa, iniachie sasa, iniachie sasa, iniachie sasa, iniachie sasa, iniachie sasa, iniachie sasa. Sema achia, sema tena achia. Sema kuanzia leo sitaonewa na roho yoyote. Sema kuanzia sasa sitaonewa na roho yoyote, na maisha yangu yanakwenda kufunguka, na yule aliyeyafunga anakwenda kunitoka. Sema toka, sema tena toka, sema toka, sema toka, sema tena toka. Sema naiondoa roho inaonitesa. Kimbia, 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 kimbia. Msaidie huyu, kimbia. Sema kuanzia leo iniachie kabisa kwa jina la Yesu. Sema amen. Piga Bwana Yesu makofi. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Nikwambie kitu. Sema ehe, nikwambie kitu. Sema ehe, nikwambie kitu. Nikwambie kitu. Sema amen. Weka mkono wa kulia juu. Sema kuanzia leo ninatangaza hakuna roho ya kipepo itakayonitumia, na kuanzia sasa mimi niko huru. Weka mkono kichwani. Ninatangaza hakuna roho ya kipepo itakayokutumia wala kukuongoza. Ninaagiza uwe huru kwa jina la Yesu. Nimeomba na kuamini, wote tuseme